sura ya pili ule mstari wa 12. Tasoma mstari wa 12 alafu tutakuja huko mbele mstari wa 28. Biblia inasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Ralueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, kamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Alafu mstari wa 28 anasema, mstari wa 28, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Hii ni ahadi ya Mungu, lakini ahadi hii imetanguliwa na kanuni. Bwana asifiwe. Kanuni ni kwamba lazima tukubali kuralua mioyo yetu kwanza. Na namna gani anamaanisha? Anasema kuralua mioyo yetu, kushuka mbele za Mungu na kukubali kuwa wazi mbele zake ili aturehemu. Bwana asifiwe. Mungu anapoachilia rehema zake, anaachilia na neema. Kabla ya neema huja rehema kwanza. Bwana asifiwe. Yaani kabla haijaja neema zinatangulia rehema. Kitabu cha Ibrania sura ya 4 mstari wa 16 anasema, basi na tukaribie kwa ujasiri mbele ya kiti cha neema, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa hiyo wakati mwingine tunapotamani kupata neema mbele za Mungu, neema ya kukaribia uso wake, neema ya kuingia patakatifu pake, neema ya kuona uso wake, inatanguliwa na rehema. Hasa maana nyepesi tu ya rehema ni nini? Rehema ni kwamba unanyimwa kile ambacho ulistahili kupewa. Inaweza ikaonekana kama lugha ngumu, lakini ndivyo ilivyo. Mungu hakupi kile ambacho ulistahili kupewa. Unajua mwanadamu anastahili nini mbele za Mungu? Adhabu kwa sababu ya dhambi. Tunapokosa mbele za Mungu, kitu pekee tunastahili ni hukumu. Lakini Mungu anapoachilia rehema, maana yake nini? Anafunika makosa yetu kiasi kwamba hatustahili tena ile hukumu ambayo tungestahili kupewa. Na sisi kwenye Agano Jipya, kwenye Agano la Kale kilichokuwa kinawasaidia, walikuwa wanaingia na kondoo na mbuzi, damu wanachinja, wanaingia nazo madhabahuni. Lakini sisi kwenye Agano Jipya tunayo damu ya mwana kondoo. Bwana asifiwe. Kwenye Agano la Kale, mfano mchungaji hapa ilitakiwa awe amekuja na kondoo, amchinje, apeleke pale madhabahuni, ndio Mungu angetukubali. Ila sisi kwenye Agano Jipya hatuingii tena na kondoo, tunaingia na damu ya mwana kondoo asiye na ila, ambaye ni Kristo Yesu. Kwa nini tunaenda kuomba? Tunapoenda kuomba neema ya Mungu juu yetu, mwambie Roho Mtakatifu aachilie neema yake juu yako, lakini kabla ya hapo omba rehema mbele za Mungu. Rehema kupitia damu ya Yesu Kristo ziachiliwe katikati yetu. Bwana asifiwe. Ili tuweze kuingia kwenye hapo mahali patakatifu, patakatifu. Bwana asifiwe. Unaweza ukaenda kuomba hilo ombi mbele za Mungu, mwambie Bwana turehemu, atuhurumie, halafu baadaye utaomba neema ya Mungu juu yako, iachiliwe neema ya kutusaidia, roho ya neema na kuomba. Bwana Yesu, tunasogea mbele zako. Tunakuja na upungufu tulio nao na udhaifu tulio nao. Tumekosa mahali pengi, maeneo mengi tumeenda kinyume na makusudi yako. Tumefanya yasiyokupendeza, tumefanya machukizo mbele zako. Wakati mwingine tumejihesabia haki na tumeona kama tumeenda sawa. Lakini unapotutazama, unapotupima katika kipimo chako, jicho lako linapotutazama linaona tumepunguka mahali pengi. Nami Bwana Yesu ninaomba ya kwamba uturehemu. Turehemu. Chilia rehema zako juu yangu, ni rehemu mimi, kwa kuwa nimekosa mbele zako, nimepungukiwa na utukufu wako. Ninasihi unihurumie, kwa damu yako unitakase. Unisafishe e Bwana. Unisafishe e Bwana. Unisafishe e Bwana. Unisafishe e Bwana. Hata mahali hapa e Bwana tumekutana, tunaomba uturehemu, tunaomba utuhurumie. Neno lako linasema, basi na tukaribie kwa ujasiri mbele ya kiti cha neema, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji.
Tumekosa Bwana mbele zako, tumekosa. Kama ungehesabu maovu yetu, nani angesimama? 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 Lakini wewe umejaa rehema, lakini wewe umejaa rehema. Ni kwa huruma zako watuangamii, kwa kuwa rehema zako ni mpya kila siku asubuhi. Kwa kuwa rehema zako ni mpya kila siku asubuhi. Ni huruma zako watuangamii, ni huruma zako tunasimama mahali hapa. Bwana Yesu, ninaomba katika damu yako, katika damu yako, katika damu yako tupate rehema. Katika damu yako tupate rehema, katika damu yako tupate rehema. Nami Bwana Yesu ninaomba hiyo damu yako iachiliwe, hiyo damu yako iachiliwe, hiyo damu yako iachiliwe mahali hapa, hiyo damu yako iachiliwe mahali hapa, iachiliwe juu yetu, iachiliwe juu yetu, iachiliwe juu yetu, iachiliwe juu yetu, iachiliwe juu yetu. Hiyo damu ya agano jipya, hiyo damu ya agano jipya itakasayo makosa, itakasayo makosa, iachiliwe juu yetu, iachiliwe juu yetu, iachiliwe juu yetu, iachiliwe juu yetu, ili Mungu unapotutazama usiyaone makosa yetu, usione upungufu wetu, usione dhambi yetu, ila rehema tu, 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 ila rehema tu. Moyo wangu umekutaka wewe Bwana, moyo wangu umekutaka wewe Bwana, umetamani rehema zako. Kiu yangu ni kwamba tupate rehema machoni pako, tupate rehema machoni pako, tupate rehema machoni pako, tupate rehema machoni pako. Bwana, hatujaja na kondoo, tunakuja na damu ya Yesu, tunasogea na damu ya Yesu, damu ya agano jipya, damu ya agano jipya. Maana huyo aliye kuhani mkuu anayechukuliana na madhaifu yetu alituanzishia njia ya kupaingia patakatifu kwa damu yake, kwa damu yake, kwa damu yake. Huyo kuhani mkuu anayechukuliana na madhaifu yetu aliyepaingia patakatifu kwa damu yake mara moja tu, akatuhesabilia haki. Nasi Bwana tunaifuatia hiyo njia aliyotuanzishia ya kupaingia patakatifu. Hiyo damu yake takatifu, hiyo damu yake takatifu isiyokuwa na mawaa, isiyokuwa na mawaa, inatupa kibali, inatupa kibali, inatupa kibali kupenya kwenye anga, kupenya kwenye malango, kupenya kwenye malango, kupenya kwenye malango. Hiyo damu ya agano jipya inatupa neema, inatupa neema, inatupa access, inatupa access ya kupaingia patakatifu katika jina la Yesu. Ni kwa damu ya agano jipya, ni kwa damu ya agano jipya, ni kwa damu ya agano jipya tunapaingia patakatifu, tunapaingia patakatifu. Ndiyo Bwana, kwa damu yako tunapaingia, kwa damu yako tunapaingia, kwa damu yako tunapaingia patakatifu, kwa damu yako tunapaingia patakatifu, kwa damu yako tunapaingia patakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu tunapaingia patakatifu, tunapaingia patakatifu kwa damu ya agano jipya, kwa damu ya agano jipya. Neno lako linasema heri wayafuao mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo, ili wawe na amri ya kuingia mji kwa malango yake, katika jina la Yesu. Mavazi yetu Bwana, kuna maeneo yamechafuka, yamenajisika. Vazi letu la rohoni kuna mahali limechafuka. Bwana ututakase. Hebu nenda mbele za Mungu, omba damu ya Yesu itakase, itakase utu wako wa ndani, mtu wako wa ndani atakaswe, mtu wako wa ndani atakaswe, mtu wako wa ndani atakaswe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Tufanywe upya, tufanywe upya, mtu wa ndani, mtu wa ndani afanywe upya katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Endelea tu kuomba. Endelea kuomba mpaka uone malango katika ulimwengu wa roho yamefunguka, mpaka uone ndani yako unasikia bubujiko la rohoni. Endelea kuomba. Toba ni mlango mzuri wa kutusaidia kupaingia patakatifu, maana hatuwezi kuingia patakatifu bila damu ya Yesu, bila damu ya Yesu, bila damu ya Yesu. Biblia inasema hapana ondoleo pasipo damu, hapana ondoleo la dhambi pasipo damu, hapana ondoleo la
la dhambi pasipo damu. Neno la Mungu linasema sikio la Bwana sio zito hata lishindwe kusikia maombi yetu, wala mkono wake sio mfupi hata ashindwe kutuokoa. Lakini Biblia inasema maovu yetu yametufarakanisha na uso wake, hata ameugeuzia uso wake mbali, hata hataki kusikia. Kwa hiyo endelea tu kuomba mbele zake, endelea tu kuomba mbele zake, endelea tu kumwambia Bwana ya kwamba achilie neema yake, ya kwamba achilie neema yake mbele zako, ya kwamba achilie neema yake mbele zako. Ni kwa damu ya agano jipya, ni kwa damu ya agano jipya tunapaingia patakatifu, tunapaingia patakatifu kwa hiyo damu ya agano jipya, kwa hiyo damu ya agano jipya, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Neno la Bwana linatuambia wazi kwenye kitabu cha Mithali ile sura ya 28 ya kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Tunapoingia malangoni mwa Bwana, ni jambo la muhimu sana kuungama mbele zake, kumweleza Bwana mahali ambapo unajua kabisa ndani kuna mahali ya kujakaa sawa. Mwambie Bwana, usifiche mbele zake, maana anaijaribu mioyo yetu, anaichunguza mioyo yetu. Daudi anasema, Bwana, umenichunguza na kunijua, umelifahamu wazo langu tokea mbali. Hakuna neno ulimini mwangu silolijua kabisa. Umepepeta kuingia kwangu na kuondoka kwangu. Bwana, unajua kuketi kwangu na hata kulala kwangu. Hakuna neno lilofichika Bwana moyoni mwangu. Mambo yote yako wazi mbele zako, mambo yote yako wazi mbele zako. Hakuna jambo lililofichika Bwana, nasi tumekuja ili ya kwamba nuru yako iangaze kwenye mioyo yetu. Bwana, uchunguze moyo wangu, uchunguze moyo wangu upate kunijua. Bwana, unichunguze. Bwana, unichunguze upate kunijua. Jiachilie mbele za Bwana, jiachilie mbele zake. Mwambie Bwana, chunguza ndani yangu, chunguza ndani yangu. Kama iko njia iletayo majuto, kama iko njia ya dhambi ndani yangu, kama liko neno limesimama kinyume na wewe moyoni mwangu. Yes. Riba shanda rabasaka, rikamanda rabasaka, rimandorobo saka. Ni kwa damu ya Yesu tunasimama, tunasimama Bwana mbele zako. Tunatamani Bwana tutakaswe, tusafishwe na damu yako. Tunaonekana mbele zako Bwana. Wewe unayetutazama Bwana, unatujua jinsi tulivyo, unajua nia zetu za ndani, mahali ambapo hakuna mtu anaweza ona. Bwana, unaweza kutazama, maana jicho lako linaona na pumzi zetu Bwana ni taa mbele zako. Naam, unachunguza mpaka ndani, mpaka kwenye vilindi vya moyo. Nami Bwana Yesu, ninaomba chunguza ndani ya moyo wangu, peleleza moyo wangu, peleleza moyo wangu. Je, liko neno ambalo linazuia Bwana roho wako asitembee ndani yangu? Hilo neno Bwana, achilia rehema. Liko neno ndani ya moyo wangu linafanyika kizuizi, linafanyika kizuizi, linafanyika kiambaza. Bwana Yesu, ninaomba toba kwa ajili ya neno liwalo lote ambalo linafanyika kiambaza, linafanyika kiambaza, linafanyika kiambaza. Hebu mweleze Bwana, mwambie Bwana, kama kuna neno ndani yangu ambalo linafanyika kiambaza, ukanirehemu Bwana, ili ya kwamba roho wako apate nafasi ya kutiririka ndani yangu. Hiyo mito ya maji yaliyo hai inayotakiwa itiririke ndani yangu, inayotakiwa itiririke ndani yangu. Kama liko neno Bwana ambalo linafanyika kizuizi, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Mtu wa Mungu, endelea kuachilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu mahali hapa, achilia damu ya Yesu kwenye mahali hapa, anga la mahali hapa. Tunatamka damu ya Yesu iachiliwe, damu ya Yesu iachiliwe, damu ya Yesu iachiliwe, damu ya Yesu iachiliwe, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Uovu wao wote ule unaosimama kama kizuizi, unaoachilia uhalali wa adui kuleta vipingamizi, kwa damu ya Yesu Kristo tunatubia uovu huo Bwana. Achilia rehema, achilia rehema, achilia rehema katikati yetu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu tunaomba kukawe na ondoleo la dhambi juu yetu, katika damu ya Yesu Kristo. Mtu awaye yote Bwana aliyepata neema ya kuingia malango yako, Bwana Yesu, neema yako iwe juu yake, neema yako iwe juu yake, neema yako iwe juu yangu. Bwana, huo utukufu wako ukaifunike nyumba, ukaijaze nyumba, ukaijaze nyumba hii, ukaijaze nyumba hii, ili kila mwenye mwili akauone uso wako, kila mwenye mwili akakuone wewe, kila mwenye mwili akakuone wewe, kila
kila mwenye mwili akakuone. Ninatamani nikuone, ninatamani nikuone. Hebu mweleze Bwana haja ya moyo wako, mwambie kiu yangu ni kuone wewe. Sikuja kuonekana mbele za wanadamu, nimekuja nionekane mbele zako. Na mimi nataka nikuone, natamani nikuone, natamani nikuone, natamani nikuone. Unisaidie Bwana, unisaidie Bwana, unisaidie Bwana, natamani nikuone. Kijana omba, kijana omba, mwambie Bwana, ujana wangu hauna maana kama sitakuwa nimeuona uso wako, sitakuwa nimeuona uso wako. Hakutakuwa na faida ya mimi kuwa kijana, hakutakuwa na faida ya kuishi miaka mingi hapa duniani kama sitauona uso wako. Bwana, natamani nikuone. Mweleze Bwana kiu ya moyo wako. Daudi anatuandikia, anasema, nafsi yangu inaona kiu, nafsi yangu inakuonea shauku. Bwana, inazionea shauku nyua zako. Natamani kama ningefanyika bawabu kwenye malango yako, ningekaa malangoni mwako, ningoje Bwana katika hema yako. Ninatamani, 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 ninatamani kama ningekaa nyumbani mwako. Heri siku moja nyuani mwako kuliko siku 1000 mbali na wewe. Na mimi Bwana ninatamani, ninatamani siku ya leo niingie kwenye nyua zako, niingie kwenye malango yako katika mbingu za mbingu. Roho yangu ipenye, roho yangu ipande Bwana, nipande, 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 nipande mpaka katika mbingu za mbingu, ili nikuone uso wako, nikuone jinsi ulivyo Bwana, nione utukufu wako Bwana, nione utukufu wako. Endelea kuomba. Kuna lango linafunguka sahi, kuna lango la mbingu ambalo linaachiliwa katika majira haya. Endelea tu kusukuma ajenda mbele za Bwana, endelea tu kumweleza Bwana. Fungua tu moyo wako. Wakati mwingine uenda unasikia uzito wa kuomba, usishirikiane na huo mwili. Mwambie Bwana, nisaidie kuomba, unitie nguvu za kuomba, unitie nguvu za kuomba. Ninatamani nipande katika mlima wako mtakatifu. Biblia inasema ni nani atakayepanda katika mlima wangu mtakatifu? Katika jina la Yesu Kristo, mwambie Bwana, niko hapa, nipande, ninatamani nipande, ninatamani nipande katika mlima wako, ninatamani nipande katika mlima wako. Ndiyo Bwana Yesu, ninatamani nipande katika mlima wako. Hili ni ombi langu jioni ya leo, hili ni ombi langu jioni ya leo. Nikipanda kwenye mlima wako nitakusikia unavyosema na mimi, unavyosema na mimi, kama vile Yohana alivyosikia sauti ikisema panda huku juu, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kutokea. Mwambie Bwana, unisaidie, natamani nipande, nipande katika mlima wako, niuone utukufu wako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Endelea tu kuomba, endelea tu kuomba. Hakikisha tu unaomba, hakikisha tu unaomba. Huenda ni kweli umeingia hapa ujisikii kuomba, hiyo sio shida. Shida ni kuondoka pia huwezi kuomba. Mwambie Bwana, nimekuja ni dhaifu, natamani niondoke na nguvu. Nimekuja siwezi, niondoke na uweza, maana Bwana huwawezesha wote. Neno lake linasema katika mkono wake kuna kuwawezesha wote, katika mkono wake kuna kuwawezesha wote. Mkono wa Bwana ni wenye uweza, anawawezesha wote. Mungu ndiye anayenisaidia, Bwana ndiye anayenisaidia. Anaifundisha mikono yangu vita, anafundisha vidole vyangu kupigana, ananifundisha namna ya vita. Mwambie Bwana, unisaidie, ninatamani unisaidie. Ebeneza nisaidie, Ebeneza nitie nguvu, utie nguvu miguu yangu, maana neno lako linatuambia wanaokungoja wewe, kanuni ni kwamba watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio watazimia, watakwenda kwa miguu watachoka. Katika damu ya Yesu, kwa dakika hizi chache kataa kuchoka. Mwambie Bwana, nitie nguvu, mwambie Bwana, nitie nguvu. Ninakataa kuchoka, ninakataa kuchoka. Safari tulio nayo ni ndefu, huko mbele tunakoenda ni mbali. Tunatakiwa tuwe na nguvu za kutosha ili kupambana na giza linaloujia ulimwengu huu. Biblia inasema giza kuu litaifunika nchi. Naam, giza kuu litaifunika nchi, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina la Bwana, jua la haki litawazukia, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake. Kwa hiyo umeingia kwenye haya malango, hakikisha una connect, jiungamanishe na hiyo nuru ambayo Bwana anaachilia juu ya kanisa, juu ya wateule wake katika siku hizi za mwisho. Nasi tunaliitia jina la Bwana tuokolewe. Yes, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, tunakuita wewe Adonai Elohim.
Mungu mwenye nguvu, tunaliitia jina lako. Mungu mwenye nguvu, tunaliitia jina lako. Neno lako linasema kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Kama kuna watu wataokolewa, na mimi niwe mmoja wao. Kama kuna watu watatiwa nguvu, na mimi niwe mmoja wao. 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 Jioni hii unapotembelea wengine, Bwana, tembelea na kwangu. Tembelea mahali hapa. Tembelea kwenye moyo wangu. Tembelea kwenye maisha yangu jioni hii, katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Mwanzo, jioni wakati wa jua kupunga, Mungu alikuwa akitembea bustanini. Mungu alikuwa anatembea kwenye bustani. Akauliza Adamu, uko wapi? Huenda jioni ya leo Mungu anatembea mahali hapa. Kuna mtu anamuuliza, kuna kijana anamuuliza, uko wapi? Njoni na neno na wewe. Mungu anatamani aseme na mimi. Itika jioni ya leo. Mwambie Bwana, niko hapa. Mwambie Bwana, niko hapa. Mwambie Bwana, niko hapa. Kama utagusa vijana, utabadilisha maisha ya vijana na ya kwangu yawepo. Utabadilisha maisha ya watu na ya kwangu yabadilishwe. Ni jioni ya leo ninakuita Yesu. Ndiyo Bwana. Ndiyo, endelea tu kuomba. Na dakika chache hapa za kuendelea kulitia jina la Bwana. Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Usinipite. 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 Gusa moyo wangu. 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 Gusa moyo wangu jioni ya leo. Gusa moyo wangu jioni ya leo. Gusa moyo wangu jioni ya leo, katika damu ya Yesu. Usinipite. Nisikie unapozuru wengine. Usinipite. Usinipite Mwokozi. Unisikie. Usinipite. Mwimbayo maneno. Usinipite. Usinipite Mwokozi. Unisikie Bwana. Unisikie. Unapozuru. Unapozuru. Yesu. Yesu.
sawe ine nami usiniite umfariji peke yako. Sina wengine, kote Bwana kote hebu liitie jina la Yesu, liite jina la Yesu, maanisha liite. Bartholomeo kipofu alikuwa ameketi kando ya njia, na wakati anaita wakasema huyu anapiga kelele, lakini yeye alikuwa anajua kuna kitu anahitaji. Alikuwa anahitaji aone, alikuwa anahitaji macho, na alikuwa amesikia kwamba huyu Yesu waga anaponya wasioona. Mimi sijui unahitaji nini jioni ya leo kijana. Hebu litie jina la Yesu kwa dakika chache, wakati mwalimu atakuwa anasogea bana. Mwambie Bwana, jioni ya leo kuna kitu ninatamani. Ninaomba ukutane na mimi, kutana na haja ya moyo wangu. Ndio, tumishi wa Mungu, Mungu amekupa neema, umefika hapa. Usiondoke vile umekuja. Upate kitu kipya kwa Bwana. Ndio, endelea tu kutaja haja yako mbele za Bwana. Thank you Jesus. Mungu wetu, Mungu wetu, Mungu wetu, Mungu wetu, tunakuita. Tunakuita, tunakuita. Tunakuita, tunakuita. Tunakuita, tunakuita. Wewe ni mstahili. Wewe ni Mungu uliyejaa rehema na neema. Wewe ni Mungu unayetuwazia mema. Wewe ni Mungu unayetupenda kuliko ambavyo Bwana inawezekana wazazi wetu wanavyotupenda, kuliko watu wengine wote wanavyotupenda. Ni Mungu unayetuwazia mema kuliko kawaida. Asante kwa ajili ya jioni ya baraka tena. Asante kwa ajili ya kijana mmoja uliyekusudia kumvusha. Asante kwa ajili ya binti uliyekusudia kumvusha. Mungu, katika damu ya Yesu
Umesema katika neno lako kabisa, unatufundisha kupata faida. Vijana hawa wote waliohudhuria semina katika siku nyingine ya tatu, Bwana, hawataondoka na hasara, hawatapata hasara kwenye maisha yao. Katikati ya vijana wengi ambao wataharibika, Mungu utajisazia hawa hawataharibika, utajisazia hawa mabinti hawataharibika, utajisazia hawa vijana wa kiume hawataharibika katika damu ya Yesu. Hatima zao hazitaharibika, kesho zao hazitaharibika, Bwana. Hata wakiwa wamama, umama wao hautaharibika, hata wakiwa wababa hawataharibiwa na chochote ambacho kinaendelea katika ulimwengu huu. Katika jina la Yesu Kristo, umetuandikia vijana kwa sababu umesema tunazo nguvu, na watamkia Bwana, vijana hawa hawataharibiwa na chochote hai katika damu ya Yesu Kristo anadhetari hai. Inawezekana yako maneno wamenenewa, au na wazazi au na walezi, yale maneno yako kinyume na mapenzi yako, ninafuta katika damu ya Yesu, hayatatimia kwao katika damu ya Yesu Kristo. Kama kuna mtu amemnenea chochote ambacho Bwana ni kibaya katika hatima yake, ninafuta kwa damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Umetutenga vijana kutupa darasa Bwana, ili Mungu katika damu ya Yesu tusiharibike, tusiharibike, tusiharibike. Nami natangaza hawataharibika vijana hawa. Asante kwa jioni hii Bwana, asante kwa Roho wako Mtakatifu tena ambaye ameandaa kitu kizuri kwa ajili yetu. Tusaidie tupokee kama ulivyokusudia katika jina la Yesu. Nitumie tena upendavyo kusema neno lako kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Sema amen yenye nguvu. Sema amen yenye nguvu kijana. Ninaomba hapo mabinti wachache wabaki, mafundi mitambo wengine tukae huku ili nisipate shida ya kugeuka huku. Wabaki tu ambao wana operate vyombo. Lakini pia rafiki yangu kule umekaa nyuma sana, unaweza ukasogea mbele ili angalau niongee kwa kurelax. Kwa walioko nyuma sana unaweza ukasogea mbele, lakini walioko upande huu pia unaweza mkakaa sehemu moja ili mnipe urahisi wa kufundisha. Bwana Yesu asifiwe vijana. Sijasikia amina. Bwana Yesu asifiwe vijana. Baba anatushinda kabisa. Sauti ya baba inasikika na ya mama inasikika kuliko za vijana. Nimesema Bwana Yesu asifiwe vijana. Amen. Vijana wenye nguvu, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana wenye hatima kubwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matajiri wa baadaye, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Madokta wakubwa wa baadaye, Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa kimataifa, Bwana Yesu asifiwe. Naongea na watu wa kimataifa, Bwana Yesu asifiwe. Hapo angalau mnanitia moyo. Mlikuwa mmepoa sana. Tunamshukuru Mungu, leo ni kipindi chetu cha ngapi? Cha ngapi vijana? Cha 3. Tunaendelea na somo ambalo tunajifunza mambo yatakayokusaidia kukabiliana na changamoto utakazokutana nazo unapofanya maandalizi ya hatima yako. Unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima yako kipindi cha ujana. Mambo unayopaswa kuyafahamu yatakayokusaidia kukabiliana na changamoto ambazo utakutana nazo unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na tumekuwa tukiangalia kitabu cha Mithali 16 mstari wa 1. Biblia inasema maandalizi ya moyo ni ya mwanadamu, jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Na unaona kabisa Mungu anataka kila mtu awe na maandalizi. Kila mtu awe na maandalizi. Asante Mungu kama utapata watu wa kuandaa maisha yako ya baadaye. Lakini ni wachache sana ambao kuna watu wanaotuandalia hatima zetu. Kwa mfano, kuna watoto wanazaliwa kwenye familia ambayo ina kila kitu. Ina kila kitu. Imeandaliwa kwa ajili yake. Wengine wanajengewa mpaka nyumba. Asante Mungu kama utazaliwa huko. Lakini asilimia kubwa tunazaliwa kwenye maisha ambayo hakuna tulichoandaliwa zaidi ya kupelekwa shule. Lakini kuna vitu vingi ambavyo unatakiwa upambane mwenyewe, fight kuviandaa. Maisha yako yanakutegemea wewe. Na nielewa kijana anachosema. Maisha yako yanakutegemea wewe. Msema yananitegemea mimi. Sema tena kwa nguvu, yananitegemea mimi. Kwa hiyo lazima uwe makini sana unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima ya kwako. Sasa tulijifunza mambo mengi kwenye utangulizi, na jana nilianza kukuonyesha nikasema, wangapi mlikuwepo jana? Jana niliambiwa dozi ilikuwa kali kweli kweli. Jana nilizungumza habari ya uzinzi.
na nilikaa kwa muda mrefu hapo, nikaambiwa dozi liko. Wangapi wanakumbuka chochote nilichosema jana? Kama unakumbuka nyosha mkono. Kuna jambo nalikumbuka nilisema jana hapo. Naomba microphone. Darasa langu sio kubwa leo, nitaenjoy, kila mtu taongea, na darasa ambalo nataka tukimaliza kesho kila mtu kumbuke. Dada hapo, unakumbuka nini cha jana? Hapo hapo mwanzo hapo. Huyu wa mwanzo kabisa amesuka nywele nzuri kabisa. Huyo alinyosha. Anakumbuka nini? Unakumbuka nini ulichojifunza jana? Madam, tusaidie. Jana ulipata nini? Kujua kiundani madhara ya dhambi. Madhara mojawapo nayo kumbuka kwamba dhambi ina madhara gani? Aya, mwingine anayekumbuka chochote nyosha. Kule nyuma mlinyosha. Yule pale kuna mkono pale. Na mwingine hapa. Blaza, pigie makofi, amenyosha kwa kujiamini kabisa. Simama, alafu tuambie unakumbuka nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata nami nakumbuka madhara ya dhambi ambao nitaka niseme mfano mmoja. Nilitolewa mfano mimi, nikaambiwa kwamba ukifanya dhambi unapunguziwa miaka 5. Dhambi moja inapunguza miaka 5. Inapunguza miaka ya kuishi. Pigie makofi mengi. Kwa jana nilisema ukifanya dhambi unapunguziwa miaka ya kufanyaje? Ya kuishi. Na Mungu anataka uishi miaka aliyokuandikia. Kuna watu hapa Mungu anataka muishi miaka 80. Katika hiyo miaka 80 hakikisha unajitahidi kutenda mema. Hakikisha unaikimbia dhambi kwa miguu. Kuna dhambi ya kukemea na kuna dhambi za kukimbia. Dhambi ya kukimbia ni dhambi gani? Biblia inasema ikimbieni zina. Usiichekee. Ukikuta kuna harufu yote ya uzinzi, kimbia. Timua mbio. Tokea hata dirishani. Wakikwambia kwa nini unapitia dirisha, mwambie nakimbia uzinzi. Nimeona kuna dalili. Yusufu akaanza kusema, wewe mke wa Potifa, shindwa, uregee, utaregea wewe. Kwa sababu dhambi ya uzinzi hautakiwi iregeze, ni kuikimbia. Tuko sawa? Tuko sawa? Na nikakwambia lazima uangalie, kuna mkono pale ulinyoshwa ule yule dada. Alafu tumalize na hapo tuendelee. Nataka ukisema itanisaidia kujua kama darasa langu angalau ulipata kitu. Hapo ndio dada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka jana ulisema kwamba dhambi inasababisha mauti, lakini pia mfano ninaokumbuka ni kwamba azinie na kahaba wanakuwa mwili mmoja. Pigia makofi mengi. Biblia inasema ukishazini unakuwa mwili mmoja na mtu na hizi ni naye. Ndio maana wachungaji wanapounganisha madhabahuni wanasema mtakuwa mwili mmoja. Tuko sawa? Tuko sawa darasa? Sasa hapo angalau mnanitia moyo, mnakumbuka tulichokuwa nacho jana. Leo nataka niruhusu leo niendelee mbele. Leo nataka nianze kukufundisha pia jambo lingine ambalo liko kwenye madhara ya dhambi. Kifanya dhambi unauharibu mwili ambao ni hekalu la Mungu. Unaharibu mwili wako, au andika unaharibu hekalu la Mungu. Unapofanya dhambi, jambo la kwanza nilikwambia jana, leo nakuonyesha jambo la pili. Unapofanya dhambi unaharibu hekalu au unaharibu mwili wako. Mwili unaharibika. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3:16. Wakorintho wa kwanza 3:16. Wakorintho wa kwanza 3:16, maandiko yanazungumza, anasema hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Msema ambalo ndilo mimi. Sema tena kwa nguvu, hekalu la Mungu ni mimi. Nataka mseme vijana, sema hekalu la Mungu ni mimi. Kwa hiyo unapofanya dhambi, moja ya kitu unaenda kufanya ni kuharibu mwili ambao ni hekalu la Mungu. Sasa unisikilize vizuri. Naomba njoo blaza. Leo nitakuonyesha, tutajifunza mwili. Huu ni mwili, si ndivyo? Una masikio, una macho, mdomo, nyosha mikono bro. Una mikono, si ndivyo? Una miguu, una moyo. Unanielewa? Na vingine, lakini huu ndo unakamilisha kitu kinaitwa nini? Mwili.
kila dhambi unayofanya ina madhara kwenye viungo vya mwili. Biblia inasema huu mwili ni hekalu la Mungu. Kwa sawa? Na unapokimbia dhambi, moja ya kitu unafanya, manake unaulinda mwili ambao ni hekalu la Mungu. Maandiko yanazungumza, anasema kwamba mwili sio kiungo kimoja, mwili una viungo vingi. Kwa mfano, shetani anaweza kabana macho ya kijana yakajaa tamaa. Macho yako ndani ya mwili. Tuko sawa? Kwa hiyo unapotumia macho kuangalia kitu ambacho si kusudi la Mungu, hicho kitu unachokiangalia kina mambo mawili ndani, au kitaharibu mfumo wako wa mwili. Mwili utaanza kuwaka tamaa, utajikuta hatima yako inaharibikia hapo, kwa sababu tu shetani alipita kwenye macho akaanza kukutazamisha ambavyo hutakiwi kuvitazama, ambavyo vitaharibu hatima yako. Kwa mfano, vijana wengi wameathirika na kutazama picha za utupu. Unamkuta kijana ana simu kubwa, anakazana kuangalia picha za utupu. Asante Mungu wa mama zetu hawa, baba zetu wale, kuna kipindi chenu simu zimewakuta. Hawa vijana, nyinyi simu zimekuja wakati tayari kuna wengine sasa hivi mna simu kubwa. Mama yangu tulimnunulia simu moja kubwa, alinipigia saa 8 usiku. Nikajua kuna tatizo. Baadaye napokea simu nakuta anasema imejipiga, hivi nimekupigia. Kwa nini? Kwa sababu simu imewakuta. Lakini kuna wengine hapa mmezikuta simu, mmezaliwa mnazijua simu kuliko hata mnavyojua Biblia. Mnajua vipengele vya simu kuliko hata mstari. Unakariri kila kipengele cha simu, lakini kwenye Biblia unajua mstari wa Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Lakini tukikupa simu unapekenyua kila mafaili. Nitazame, niangalieni. Sasa angalia. Moja ya kitu ambacho shetani amekileta kwa ajili ya kuharibu hatima za vijana, ameleta mavitu ya ajabu kwenye simu ili haribu hatima. Ameleta mapicha ya utupu. Wengine wanafikiri unapoangalia pale unaishia tu pale. Unajiunganisha pasipo kujua na maroho ya machafu sana. Ndio maana hutaishia kuangalia tu. Kama ni wa kiume utaishia kufanya na vitu vingine ambavyo hukukusudia. Kama ni nini utajikuta umeanza kufuatilia na maroho ya ajabu. Na ndio maana unashangaa tu binti na kijana na kazana anasema tu hii ni simu, anapekenyua ghafla anakuta kuna mtu pale anacheza bila nguo, na wewe unaanza kuzibaa, unasema ila kuna watu jamani hawana aibu. Cheki anacheza bila nguo. Angalia huyu mdada jamani, unachezaje bila nguo? Ndio unamwangalia hivyo. Unaacha kupita unaendelea, jamani. Angalia huyu mkaka. Kweli unacheza, wewe unamwangalia wani? Na ndio maana kuna vitu lazima uvikimbie. Usijaribu kuanza kuyanajisi macho yako. Mungu alimwambia Yeremia, unaona nini? Maandiko anasema unaona, akasema naona ufito wa mlozi. Kuna kitu Mungu anataka uone kwa ajili ya hatima yako. Na ndio maana usikubali shetani akuzubaishe kwenye macho yako ukaruhusu kuangalia kila kitu. Acha kuangalia mapicha ya utupu, yataharibu maisha yako, yataharibu hatima yako, yataharibu mahusiano yako na Mungu. Hapa nazungumza macho, usiondoke bro. Kwa hiyo haya ni macho, sawa? Kwani usome Biblia kwa Eva. Biblia inasema Eva alipoona ule mti wafaa kwa chakula wapendeza macho, watamanika. Vijana wengi wamejiingiza kwenye vitu ya ajabu kwa sababu ya tamaa ya maisha mazuri, tamaa ya maisha ya level fulani. Amemwona mwenzake amesuka nywele fulani, amemwona mwenzake ana simu kubwa, amemwona mwenzake yani ametamani. Baada ya kuona tu ghafla na yeye anajikuta anaanza kupambana apate. Hata ujui mwenzie amepataje. Ndio maana kati ya kitu Mungu anakukataza usitamani cha mtu mwingine. Ukienda chuo ukikuta watu wana maisha fulani, usiyatamani yale maisha kwa sababu ujui ameyapataje. Ukiona kijana fulani ana maisha fulani, usiyatamani kwa sababu ujui amepataje. Pambana na vitu ambavyo Mungu amekuweka. Wengine mkituona hivi, nafikiri tumeanzia hapa. Rudi rafiki yangu, nitakuita tena. Mnafikiri tumeanzia hapa. Ndio nimeanza kufundisha hivi. Mungu akiyatunza macho yako, usipoanza kuwa na tamaa, mimi nakwambia utafika mbali sana. Kwa sababu kati ya kitu kinaua vijana wengi ni kutamani maisha yasio ya kwao, maisha ya mtu mwingine. Sasa hivi tuna vijana wengine ni wadogo, wana hela, wana maisha mazuri. Unakuta kijana uelewe hata kazi anayofanya ana iPhone 10 na ngapi sijui, mimi hata sijijuagi. Ndio simu ambayo sijai kutumia toka nizaliwe. Mnazijua? Mbona mnainama kama hamjui? iPhone ngapi? Pigie makofi. Amesema 17. Maana yake zinakuwa 17 au uwezo wake ni nini? Hiyo imetoka juzi. Sasa angalia. Shetani akikuzubaisha utatamani kila fashion uwe nayo. Fashion ya simu mpya inayotoka unataka uwe nayo.
Kinatoka kiatu kipya unataka uwe nacho. Zimetoka fashion mpya za nywele unataka usuke. Imetoka sio kitu gani, wadada ndo mnahangaikaga. Mara sijui mbwa kachoka unataka na usuke mbwa kachoka. Mara sijui jicho la mke mwenza unataka usuke jicho la mke mwenza. Mara sijui Ebo Faster unataka usuke. Msijambie nilijua wapi, nazijua. Ebo Faster unataka usuke. Yaani unakimbizana. Ukimwona mwenzako amependeza, tamaa tayari na wewe unataka usuke, hata ujui. Ndio maana shetani akikamata macho yako utateseka sana na tamaa. Lakini ukipona kwenye eneo la macho yakiwa vizuri, utakiona kitu cha mtu lakini utasema wakati bado. Wakati wangu unakuja na mimi nitafanya kila ninachokitaka. Lakini kwa sasa acha nipambane na maisha ambayo Mungu amenipa. Tuko sawa? Nilikuwa nasimulia kidogo hawa watumishi wa Mungu na hapa ushuhuda tulikotokea. Unaniona mimi nilivyo? Kwenye kitabu humu nimeandika baadhi ya shuhuda zitakazo kusaidia usitamani sasa maisha ya mtu mwingine. Humu nimeandika kwenye kitabu. Nimeandika maisha ambayo nimepitia nilikotoka. Wakati mwingine mkiniona nimesimama kwenye madhabahu namna hii, unatuona namna hii tumevaa hivi, unafikiri tumetokea huko. Nakumbuka siku moja sitasahau, nilikuwa naenda madhabahu nilipewa, nimeandika huko ndani, kaka aliniazima kiatu chake. Mimi ni mdogo, nimevaa kiatu ambacho ndani niliweka ndara, nilikata ndara zile. Baada kuweka carpet ya kawaida nikaweka ndara. Kwa nini? Ili kinitoshee. Na nakumbuka siku hiyo sitasahau. Asante Mungu, hizi madhabahu zinatustiri. Nilipokuwa na ubiri sikushuka. Nikamwambia mchungaji, kwa kweli sitashuka kule chini. Akasema uwe na amani. Kwa nini? Naogopa kiatu. Kwa sababu watu wakiona kile kiatu, nikitembea kile kiatu kinalia vugudu, kwa sababu ni mzigo, kiatu cha kaka. Nakumbuka siku nyingine tumeenda tumefanya huduma, nilikuwa kiongozi wa wanafunzi huko kwenye kikundi cha dini Ukwata. Niko huko ni kiongozi, tumeenda mahali tumefanya huduma, nguvu za Mungu zimeshuka, mapepo yameripuka, watu wamebarikiwa, wanasema mtumishi wa Mungu amehubiri, Mungu amekutumia. Angalia, natoka pale kiatu kikaachana na soli. Yaani soli ikawa yenyewe na kiatu chenyewe. Nikitembea kinalia pokoto. Nimeandika baadhi ya shuhuda humo ili usitamani tu maisha. Ukiona mtu yuko mahali fulani, ujue kuna mahali ametokea, ujue kuna vitu amepitia, ujue kuna mapambano amepigana, ujue kuna vita amepigana. Nisikilize vijana, maandiko yanasema zamani hizi ni za uovu. Acha kutamani kila kinachopita barabarani, acha kutamani tu magari ya watu, acha kutamani tu maisha ya watu. Ujue kuna mahali wametokea na wewe Mungu atakufikisha kwa wakati wako. Ndio maana tuna vijana wengi wanabeti, wanatamani maisha ya chap chap. Nataka aweke 500 apate milioni 50. Wewe ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Mzee mmoja aliniambia hivi, imenichukua miaka 20 kufika hapa nilipo. Lakini cha ajabu nyewe vijana wa sasa, unataka usiku mmoja ufike nilipofika mimi kwa miaka 20. Yaani vijana wanataka akifika tu akiamka vapo. Ndio maana tuna kizazi kinaitwa kizazi cha faster. Unakifahamu kizazi cha faster? Kizazi cha .com, faster.com, kizazi ambacho hakisubiri. Mama zangu, nyinyi kipindi chenu kulikuwa mnatumia majiko ya kuni. Wakaona kizazi kinachokuja hakipendi kukaa kwenye mamoshi, wakatengeneza mkaa. Wakaona kizazi cha mkaa kimepita, wakaleta gesi. Kizazi cha gesi kimepita, wakaleta majiko ya umeme. Sasa hivi wameleta vitu vinaitwa fast nini sijui, pressure cooker. Ndani ya dakika 0. Kwa nini? Wameona kizazi chetu ni faster, hakitaki kusubiri. Yaani haya mambo ya kukaa jikoni nusu saa, kizazi chetu wanataka faster. Hata kwenye uchumi tuna vijana ambao faster. Yaani anataka leo, kesho tajiri. Ana gari. Mabinti mnasema mimi nataka niolewe na kijana ambaye anafungua 3. Funguo ya gari, funguo ya ofisi, funguo ya nyumbani. Hapo nimemaliza. Mtizame mwenzako kama umekaa naye hapo. Mwambie wewe, acha hizo. Unatamani wewe unajua kimetokea wapi? Kidogo tu. Nisikie, tumefight. Nakumbuka siku moja, sitasahau, nimeandika huko ndani. Niliwahi kula ugali na ganda la parachichi. Sitasahau, nimeandika humo kwenye kitabu. Na Mungu alipokuwa ananipa ufunuo wa kuandika baadhi ya vitu akasema, waambie vijana, kuna mahali tunatokea. Hivi unavyoniona ulikuwa unanigawa mara 2. Yaani hapa unaniona sasa hivi unanigawa mara 2 anapatikana. Mbona kama mnaamini? Kuna watu ambao wanajua nilikotokea. Hawa wanajua nilikotoka. Mpaka sasa hivi wanaanza kuniambia, Bonge, unajua nimetokea, nilikuwa mwembamba. Maisha yamenichapa. Nikicheka ni kama naingia ndani unasikia tu na yumba hivi. Kwani hata nguvu za kucheka hakuna. Choka. Ila huyu Yesu huyu. Eti na mimi nakatumbo. I say, ndio maana najaribu kuambia vijana usitamani vitu vya haraka. Nasema vya kwako vitakuja kwa wakati wake. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema hivi, kila jambo amelifanya zuri kwa wakati wake. Kila jambo. We acha haya mambo ya kupaparikia tu. Unaona mtu ana maisha fulani, sema moyoni kwamba na mimi nitafikia huko. Asikuchanganye mtu akipita na gari.
Nisemee moyo nimwambie, nilifurahia sana mdogo wangu mmoja ofisini. Alikuja ofisini amekasirika, binti. Nikamwambia kwa nini? Akasema kuna watu wanaume wanadharau. Nikamwambia nini mdogo wangu? Asa yani mtu ananisimamisha mimi, ana vitisi ndo ananisimamisha, ananitishia, ananishushia kioo kwenye vitisi. Binti nikamwambia kwa nini? Akasema ni mimi maono nilionayo ndani ni zaidi ya hicho kivitisi ninachokiona. Kwenye hatima yangu ninavyoviona ni zaidi ya hicho kidude anachonishushia, ananitishia mimi na hicho kigari. Nikasema nini? Akasema kigari ambacho naweza nikachanganya na vyombo napoosha vyombo. Ndio maana nawaambia vijana msichanganyikiwe na utu vitu tudogo. Kwenye hatima yako Mungu amekuandalia makubwa. Lazima umsemeshe shetani na usemeshe mwili wako. Hatima yangu ni kubwa kuliko hichi kigari cha sasa. Hatima yangu ni kubwa kuliko. Tuko sawa? Mke wa Potifa angemchanganya nani yule Yusufu. Yusufu alitazama akasema, niache uwaziri mkuu wa kulindwa kwa ajili ya kamke ka Potifa. Sijui yule mwanamke kwanza alikuwa mweupe yule mwanamke takuwa. Sasa sijawasema mweupe, lakini anamchanganya. Yule ndugu akatazama akasema hatima yangu ni kubwa kuliko hiki kitu. Mke wa Potifa anamwambia, huko ka da ipo. Anambia ipo. Wanaita mashangazi. Kwa inawezekana mke wa Potifa alikuwa mshangazi. Alimwambia Yusufu, sikiliza, mimi nitakulea. Aibu. Yaani eti kwa sababu ya tamaa za hela kijana wa kiume kabisa unalelewa. Si utakuwa unaitwa, si unaitwaje sasa? Eti kabisa kijana wa kiume unalelewa. Kwa sasa mnaita mashangazi. Yaani kweli eti kabisa amekaa. Ndio mke wa Potifa huyo. Walikuwepo. Unafikiri mashangazi wameanzia hapo? Wameanzia kwenye unafikiri alimshawishije Yusufu? Atakuwa alimwambia wewe, unasikia? Vyote humu viko chini yangu. Mimi ukitaka milioni 5 hizi. Ukitaka milioni 10 hizi. Ukitaka hiki nitakulea, nitakupa gari, nitakupa nini? Yusufu akasema unasemaje? Akakumbuka zile ndoto, maono. Hatima yake watamwabudu, watamsujudia. Wewe acha kunichanganya bwana wewe. Mtoka hapa na milioni 1 yako bwana. Unaelewa? Thamani ya kitu ulichobeba. Unajua ni shilingi ngapi? Nikwambie. Ungependa nikwambie thamani ya kitu ulichobeba kwenye hatima yako? Ungetaka nikwambie? Nikwambie thamani ya kitu ulichobeba ambacho kinaweza kununua ulichobeba, unajua ni nini? Ni damu ya Yesu peke yake. Peke yake. Peke yake. Maandiko yanazungumza nini? Hakuna anayeweza kanunua ulichonacho. Ndio maana maandiko yanasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Maana yake thamani ya kitu ulichobeba, msalaba pekee ndio unaweza kununua. Atikuchanganye mtu na hela. Akija mtu na milioni 1 mwambie kaa pembeni. Akija mtu na milioni 10 kaa pembeni. Akija na milioni 20 kaa pembeni. Kwa nini? Nilichobeba ni zaidi ya hiyo hela. Nilichobeba ni zaidi ya hiyo hela. Vijana mnanielewa ninachosema? Okay, nazungumza nini? Nazungumza juu ya mwili. Macho yakikamatwa, hatima imekamatwa. Utaishia kutamani vitu hivi vinavyoonekana ambavyo kwa jinsi ya kiroho vinalenga kukuharibia hatima kubwa. Unadondosha hatima yako kwa ajili ya milioni 5 kweli? Biblia inasemaje? 21 la mabaya mengi ni kupenda fedha. Ukishinda fedha, umefika mbali sana. Umefika mbali sana. Okay. Unajua kuna nguvu sana kwenye hela. Mama mmoja aliolewa mke wa 3. Pale alipoolewa, yule mama kabla ya kuolewa pale alikuwa na mahusiano na mchungaji ambaye sasa hivi ni mchungaji. Alimkataa. Nilipata ujasiri wa kwenda kumhoji yule mama. Nikasema ili kuaje unaenda kwa watatu unamwacha mchungaji? Yule mama alisema hakuwa na hela, alikuwa na mistari ya Biblia. Nikisema nyumbani kuna magonjwa, mchungaji anasema pokea uponyaji. Yule mwingine mwenye hela anasema chukua hii 50,000 ikusaidie. Kuna mabinti hapo nasema mimi nina msimamo, yani mimi siwezi kufanya chochote. Hujaona hela. Na ndio maana lazima Mungu akusaidie. Ukishinda mtego wa hela uko mbali sana. Kama nafikiri natania hapa, mzidishie change kijana. Atasema ameniona, ameniona, ameniona. Alisema Yesu amemuona, amezidishiwa change. Tego wa hela. Na ndio maana moja ya kitu shetani anakitumia kuua hatima za watu. Tafuta kwenye Biblia. Wote ambao walidondoka kwenye eneo fulani, Yuda Iskarioti, walipotaka kumharibia walisema tunakupa vipande 30 vya fedha. Akasema mko serious? Sasa kwa ajili ya nini? Msaliti Yesu, tunakupa fedha. Nenda kwa Delila. Delila nini kilihusika mpaka akaenda kwa Samson?
akawa kinyume cha Samson, akawa upande wa adui. Walimwambia Delila, sikia, tunakupa nini? Tunakupa nini? Mbona mnaongea kidogo? Tunakupa nini? Amesema mkwanja. Kwanza kitu gani kina majina mengi hivi? Kikiwa kanisani sadaka, kikiwa msibani rambirambi, kikaa vizuri barabarani kinaitwa nani, nauli. Hujakaa sawa, mara kinaitwa sio michango ya harusi. Maana yani kitu kimoja kina majina mengi. Ndio maana lazima ukae nacho makini. Kitu gani kinageuka geuka hivi? Hela inaweza kugeuka. Inaweza kugeuka muda wote. Lazima uwe makini. Si kwa nini nazungumza habari za hela? Ukishinda huo mtego wa hela utafika mbali sana. Na wafundisha mabinti, kuna wakati wa kupata, kuna wakati wa kukosa. Usingangane kila wakati uwe na hela. Kuna wakati mwingine unapita huna hata shilingi 10. Pambana na Mungu wako. Wale ambao umepita shule unaelewa. Mimi nimekaa na kijana mmoja shuleni, alikuwa ni baba yake amestaafu, hana hela, hajawahi fua nguo, anapeleka dry cleaner. Mwenzake hapo nakuta anamwambia basi usipeleke, naomba nifue mimi, unipe hiyo hela ya dry cleaner. Utafua vizuri? Nitafua mwe. Kwa sitaki kuiga, bora nipate hiyo ya kwangu ya halali ya kufua hapo, ananipa. Siku moja amempigia baba yake simu. Niko hapo. Akasema, "Ekiti kama daktari, nitakupa hela. Ekiti kama daktari, niko hospitali nimelazwa." Apige simu. "Baba, niko hoi, niko hospitali." Baba yake anasema, "Na hela, nini shida?" "Wameniambia sijui typhoid, wameniambia sijui nini. Kwa hiyo hapa nahitaji kama 500 tu kwa ajili ya..." Si mzee amestaafu. Yaani mzee akatuma ile hela. Mimi nikataa, nikamwambia mimi tena wewe ukiendelea kujichanganya nitamwambia baba muongo yuko nyumbani hapa. Hera. Kwani unaona vijana wanaodanganya wamevunja asembo? Unajua baba, tulipokuwa tunaenda field unampangilia mzee kwa sababu mzee aliishia la 7. Unampangilia ajaenda chuo, unampangilia ili mradi chote hela yake. Hiyo ni laana. Ndio maana lazima ujifunze. Kuna wakati wa kukosa, ishi kwenye kiwango chako. Mungu alichokujalia kwa sasa, pambana kuhakikisha unaishi kwenye kiwango chako. Usianze kupaparikia vitu vingine. Hiyo hela itakuwa na laana. Niliwafundisha ile juzi nikawaambia, usiseme mimi huyu mzee amejichanganya, nitakula hela yake lakini yeye simtaki. No, ina laana. Biblia inazungumza kuna hela zina ukoma ndani. Zina ukoma, zitatafuna hatima yako. Maandiko yanasema wakati yule ndugu amepokea pesa, maandiko yanasema ukoma uliokuwa juu ya Naamani utakushika wewe. Kuna fedha unatakiwa uikimbie. Fedha ambayo inakuja bure bure, fikiri mara mbili. Unanipa hela nimefanya kazi gani? Akikupa tena muulize mara pili, unanipa hela nimefanya kazi gani? Akikupa, dunia imeharibika hii. Wanaweza akakuwekea mitego humo. Unanaswa. Hazina ya mtu ilipo na moyo unakuwa hapo. Akikuletea fedha muulize mara 3 tena. Kwa nini? Biblia inasema kuna mwana kwenye Biblia anaitwa mpotevu. Yule mwana singeitwa mpotevu kama singepewa hela. Alimwambia baba, nipe sehemu ya mali nayo niangukia. Mzee akasema it's okay, ninazo hela nakupa. Akampa. Baada ya hapo akatapanya kwenda mbali kwa maisha ya uasherati. Kwa nini? Fedha ilianza kumuendesha. Tuko sawa? Nazungumza leo uchumi kidogo vijana. Kama unanielewa punga mkono. Okay. Nataka nimpe mtu hapa mtihani wa dakika chache. Nikikupa 10,000 utafanyia nini? Sasa hivi tu imekuja 10,000 pap. Baba amenyosha. Baba hapana huku. Baba amenyosha. Huku. Rafiki yangu hapo yuko njoo rafiki yangu. Njoo hapa. Wewe mwenyewe njoo. Naomba nichanie karatasi moja. Pate karatasi moja. Baba amenyosha, amesema lete hiyo 10,000. Chana baki nako kidogo katikati. Nataka binti mwingine pia ashike hii. Andika hapo utakachofanyia 10,000 alafu nitawasomea watu. Mwingine nani ataniambia atachofanyia 10,000? Binti. Mdogo kuliko wote binti yuko wapi? Wewe hapo. Wewe mwenyewe. Njoo. Shika hii. Wewe mwenyewe unaigeuka nyuma. Shika hii. Niambie 10,000 utafanyia nini? Wangapi wanataka kuwa na Yesu na hera na akili? Nyosha mikono hii. Hakuna raha kama umeokoka na hela unazo.
unawachimba mikwara vijana, unaambia umeokoka, unawashushia kioo kwanza, unawapungia ukiwa ndani ya gari, unawachimba mikwara, alafu na Yesu unaye na hela unazo. Saa nyingine sema mnazibaza chukua 5,500, kumbe umezinenea kwamba kila atakayekula hela yangu lazima roho ya wokovu imfuatilie kila anapoenda. Sasa wewe muokoka alafu naenda kumwambia mpagani nikopeshe hela. Mungu atupe na hela. Nakumbuka maisha niliyopita yale, wapendwa katika Bwana, haleluya. Yale ya viatu kama vinaomba maji, samaki anataka kunywa maji pukutu. Kuna vijana mabinti nilikuwa na kemea mapepo yalitoka, wakasema kemea na pepo kwenye kiatu. Okay, sawa tayari. Sasa uniambie hapa shingapi, hapa shingapi, hapa shingapi? Moja tu basi, yote unatoa. Huyu amesema 10,000 yote anapeleka madhabahuni sadaka. Hajatudanganya. Mnatoaga sadaka? Hajatudanganya. Anatoa yote. Rafiki yangu, ipangilie vizuri mpaka tupata mgawanyo. Fungu la 10, 1,000. Pigie makofi, amemkumbuka Mungu. Sababu wengi hapa mnasahau, cha kwanza ukipata hela unafikiria timoto, chips yai. Aya, chakula 3,000, usafiri 2,000. Hapa imekuwa shilingi ngapi? Mnapiga hesabu, imekuwa shilingi ngapi? Inabaki nayo baki mengineyo. Iishe brother, iishe, ichakate mpaka iishe. Mengineyo nataka tuone uitumie. Unajua unapoandaa hatima yako kwenye eneo la kila eneo. Sasa hapa nataka tutizame. Sadaka unatoa 5,000, mpigie makofi yeye, eti anatoa 5,000. Ya kweli haya? Ya kweli? 5,000 na hapa wasiojiweza. Dada wewe ni mtoto wa mchungaji? Mpigie makofi, anatoa. Anataka 10,000 wote apeleke madhabahu. Rudi rafiki yangu. Blaza Faraja, pigie makofi Faraja. Rudi. Faraja 10,000 yake ataifanyia hivi. Na ndio maana unisikilize vizuri. Si kwa nini Mungu anataka nikae hapa kwenye uchumi, lakini kesho tunamaliza. Kuna vitu Mungu anataka atufue, si ndivyo? Sitasahau nikiwa darasa la 4 nilikuwa nauza karanga. Dogo. Wakati nauza karanga kwenye mapumziko yale, nilikuwa nauza karanga. Mungu alinipa akili moja ambayo sasa hivi ndipo nakumbuka. Na mama aliwahi nikumbusha siku moja. Nilienda kuchimba kona ya nyumba. Nikachimba kishimo, alafu nikachukua kopo la mafuta, nikaliweka. Alafu nikawa nadumbukiza hela. Nikiuza faida inayopatikana naweka mle. Nikiuza, siku moja mama akawa ametingwa hana hela. Niko darasa la 4. Nikamwambia mama njoo. Nikaenda kufukua pale. Cha kwanza nilifikiri mama atanikasirikia, hela ina nguvu nye. Atakasirika kwa sababu nyumba imechimbwa. Alisahau hata kama nyumba nilichimba, kona ya nyumba. Akachukua ile pesa. Nachotaka kusema kitu gani kijana? Unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima yako, hata kama una wazazi, hata kama una walezi, hata kama unaonao kusomesha, wanaokupa hela, fikiri kuna siku wataondoka kwa ghafla pasipo wewe kujua. Maisha yako yatakuwaje? Na wafahamu wengine wameanza kujitegemea, ni wadogo sana. Kwa hiyo hata unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima yako kwenye eneo la uchumi, make sure unapopata pesa usiwaze kula kwanza. Fikiri pia kuna kesho, kuna hatima. Lazima ujitahidi kuweka akiba, hata 500, ujitahidi kwamba hii pesa nitaitunza, sitakula. Kesho tena hii 200 nitaitunza. Hii 300 nitaitunza. Kuna siku utahitaji pesa na utakuwa unashinda. Kwa sababu tuna vijana ambao sasa hivi wanateseka kwa sababu wanatapanya. Wanaitwa wanatapanya mali. Wanatapanya. Kila kinachokuja anataka fashion mpya, anataka sui nini, anataka. Mimi wanajisemeshaga nilikuwa nawaambia watu, nisema lazima ujipangilie kama ni kijana wa kiume. Wanaume mpo wanaume? Itakuwa ni ajabu mwanaume unaenda kuwa na nguo nyingi, yani kila inayopita unanunua, unapita unanunua. Una malengo. Sisi wametuletea tena, sisi fashion hazibadiliki.
Mai kuna fashion imekuja suruali inaitwa sio nini? Ni zile jinsi na vitambaa na kadeti ndio wametubadili. Tena asante zimekuja kadeti ngumu. Wewe kwa mwaka ukinunua kadeti 3 zinakutosha. Na ataanza kukuambia angalau juu huko ndo nunua t-shirt vya kubadilisha. Lakini huko chini piga kadeti zako 3 kuisha nini? Niko kwenye maandalizi ya hatima. Niko kwenye kipindi ambacho natakiwa nichumie juani ili nije nilie kivulini. Siko kwenye kipindi ambacho natakiwa nianze kuchuma. Vijana wengi wanataka wachumie kivulini, walie kivulini. No. Kuna kipindi cha kuhenya, kuteseka. Kuna kipindi cha kula wali na nyanya. Nyanya unazinunua unazika. Unakula. Sio kipindi cha baga. Wewe sasa umetangulia, umeovertake muda. Muda wa baga bado ndio muda ambao kila unayopata unawaza tu. Kwenye simu yako umesave chips 1, chips 2, chips 3. Ukiona chips 1 hapatikani unampigia chips 3. Nitengenezee hapo, ukipata tu hela kidogo. Oya, tengeneza hapo chips yai, inapitia sasa hivi hapo chips yai. Nini? Lazima ujue kuna kesho. Okay. Nimesoma Faraja alichoandika. Fungu la 10 1000, kununua chakula 3000, matumizi ya usafiri 2000. Sadaka 3000, bando 1000. Amesema ni 1000 lakini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilichokuwa nafundisha ni kwamba macho yako yanaweza akaharibu kabisa mifumo mingi kwenye maisha yako. Lazima ujifunze kuyatunza. Yataharibu. Ikiingia tamaa, mtu mwenye tamaa anaweza kaendeshwa na chochote kinachopita. Kwa sababu anatamani kukipata kabla ya wakati. Jambo lingine kwenye mwili kuna moyo. Sema moyo. Sema tena moyo. Biblia inasemaje? Linda sana moyo wako. Nazungumza mwili, linda sana moyo wako kuliko chochote unacholinda. Ndiko zitokako chemichemi za uzima. Hakikisha hauruhusu kitu kisicho sahihi kuingia kwenye moyo. Tuna vijana wengi na mabinti wengi wameumizwa kwa sababu waliruhusu vitu kabla ya wakati. Kianza mahusiano kabla ya wakati. Binti mmoja nilikutana naye, ana miaka 16. Ana pressure. Kilinishangaza mno. Nikaanza kufuatilia. Kumbe alikuwa na mahusiano ka kijana kenyewe tunaanza kukimbizana na mahusiano kwa sababu kisha sema tu I love you. I love you. Maana yake unahusisha moyo. Chochote kinachohusu love kinahusu moyo. Biblia inasema hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Husisha upendo ni moyo. Ukisikia tu mtu anasema nakupenda, tayari ameuruhusu moyo. Ndio maana mabinti mnasema nimekupa moyo wangu wewe Juma. Mpe Juma moyo. Mungu anasema alinda moyo kuliko chochote unacholinda. Unampa Amina. Wewe unamjua Amina vizuri? Amina akikutana na watu wenye V8 hajaenda bado, yuko tu hapa Kahama. Akienda Daka kutana na watu atakumbuka kama ana moyo wako. Hatakusahau. Ndio maana lazima uchunge sana kitu gani unakipa nafasi kwenye moyo kwenye kipindi chako. Kwa sababu vingine vitakujeruhi. Tuna vijana ambao wanaenda nyumbani wazazi hawajui, wana majeraha. Kaachwa na wa kwanza, kaachwa na wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Baadaye kamekuwa kasugu. Kikaacha kanasema I don't care. Unakuta tu status kameandika I don't care. Nenda hapo anaandika nenda mwana kwenda. Nenda mwana kwenda. Nini? Amekuwa sugu wa moyo. Nini? Ameuruhusu moyo ubebe majeraha kiasi ambacho umekuwa sugu wa majeraha. Na ndio maana kati ya kitu ambacho kitakutesa kwenye hatima yako ni kuruhusu kila mtu kuingia kwenye moyo wako. Kuruhusu kila mtu kumpa moyo wako. Usiwape watu nafasi. Linda moyo kuliko chochote unacholinda. Kuliko chochote unacholinda. Ninawaambia vijana, linda moyo kuliko chochote, kwa sababu ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ukisoma Biblia ya Kiingereza, lile neno chemichemi za uzima anasema life. Ule uzima ni maisha. Kwa hiyo moyo ni maisha. Akija mtu akikwambia nakupenda, mtazame vizuri. Angalia tena mara ya pili. Kwa sababu neno kupenda sasa hivi limekuwa fake. Kila mtu anaweza akasema I love you. Limekuwa fake kila mtu. I love you zimekuwa nyingi. Bora dada, nipe 5. Amesema dada hapa, amesema za uongo. Asubuhi unakutana na Juma I love you. Hujakaa sawa, unakutana na mwingine Asheli anasema I love you. Hujakaa sawa, unakutana na mwingine Tuzo I love you. Unakutana I love you 200 zimekuwa takataka fujo. Vijana, thamini moyo wako, ujihurumie. Kijana wa kiume, wanaume. Baba tu sauti yake inasikika. Wanaume kule nyuma hamsikiki. Wanaume, moja ya kitu mnatakiwa kuwa makini nacho, hawa mabinti msiwaumize. Moja ya laana ambayo unaweza kaipata kwenye maisha ni kuumiza mioyo ya hawa mabinti.
Leo unamwambia Juma, Amina I love you. Kesho hujakaa sawa unaenda kwa Neema. Yaani Neema, nikiliona hilo jicho lako Neema. Neema, nikiliona jicho lako mimi mwenzio nalegea, nachanganyikiwa kabisa Neema. Naenda kwa mwingine tena nasema, yani mimi nakuambia wewe na hiyo rangi. Uliumbwa ulishushwa. Pia vijana waongo. Yaani umedanganya wa kwanza, umedanganya wa pili, umedanganya, umeumiza mioyo. Alafu mabinti hamjuagi kubalance. Binti anapenda mpaka anadumbukia na kila kitu. Amezama. Mzima, hajihurumii hata moyo wake. Siku ya kuumizwa atakuwa anaongea peke yake barabarani, anasema unamtazama kama yuko hapa, anasema ila tuzo sio binadamu wa kawaida. Lazima ulinde moyo. Tuko sawa? Emsema moyo wangu sitaruhusu chochote kibaya kiingie. Sitaruhusu chochote kibaya kiingie. Maandiko yanasemaje? Daudi anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Kwenye moyo wangu ukinywa. Kuna watu hapa Mungu angetupa nafasi tufukunywe mioyo tukute mlije. Unakuta tu kuna jina hapo limechorwa Asheri. Katulia kwenye moyo. Jeruhi moyo. Maandiko anasema jua lisichwe na uchungu haujaondoka. Manake masaa ya kukaa na uchungu moyoni ni 12. Aya mwenzangu na mimi umeachwa, umekaa na uchungu masaa mangapi? Toka umeachwa. Kitembea chungu. Na niwaambie ukweli vijana, kati ya kitu kinachoumiza ni mahusiano. Be careful. Usijichomeke tu. Tuna vijana ambao wanaingia mpaka kumpata mtu sahihi ana majeraha kwenye moyo, hajabakiza moyo, anaanza kupenda kwa yani moyo, maana moyo wote mara ya kwanza alimwachia kipande kidogo kilienda kwa huyu, kipande kingine kwa huyu, kipande kingine kwa, anabaki. Okay. Sasa unakutana na kijana eti ana maumivu, Simba imefungwa. Ana maumivu, Yanga imefungwa. Kabeba hayo majeraha. Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani. Wewe amani yako umeweka kwenye mpira. Yaani wewe unatengeneza hatima, huli chakula eti Yanga imefungwa 5. Yanga imefungwa. Yaani unashindwa kula kwa sababu ya Yanga. Yaani kwenye moyo umeuweka mpira. Tizame mwenzako usoni. Kitu cha ajabu. Si leo mpira upo. Utaona wengine timu zao zikifungwa. Kacheki kwenye mtandao, nasikia mtu anamkamata. Kwani haya mambo ni hadithi? Si unaona mtu kitu kilichofanyaga mimi ni utoe mpira. Sitasahau nikiwa sekondari. Dogo mmoja alikuwa anapenda Man U. Yule dogo alikuwa anaweza akataja kikosi cha kwanza cha Man U, akataja naona waanzia bench, akataja kocha, akataja na wino majeruhi ataingia. Alikuwa anapanga kikosi kama yeye ndo kocha. Sitasahau ile kijana timu yake ikafungwa. Ule mwaka ilifungwa, tukaanza kumcheka. Tulimcheka kweli kweli na wenzake, hao wanamzomea. Hatujui kesho yake yule dogo alijinyonga. Nakwambia kitu cha kweli, alijinyonga. Tulimcheka kweli, yani huyu anamzomea, timu yako imefungwa. Kumbe kile kitu bwana kinamuumiza yule dogo. Wewe fikiri, unaacha kula kisa mpira. Wewe kweli unawekaje nafasi kwenye moyo? Mungu anasema linda moyo. Wewe unaenda kuweka moyo kwa wachezaji wanaolipwa hela. Wakifungwa wenyewe wanakumbatiana. Wanasema hai. Yaani wametoka kucheza, amefungwa na analipwa na anaenda kugonga na mwenzake timu pinzani. Wewe uko Kahama huko hata hawakujui, wawekezaji hawakujui. Nini? Liverpool iko wapi? Iko Uingereza. Wewe uko wapi Kahama? Moyo umeumia wewe wakahama kufungwa timu ya Liverpool. Lazima kuna vitu uviweke pembeni unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima yako. Lazima kuna vitu vya msingi uvipe nafasi kwenye moyo wako. Nisikilize niwaambie vijana, anza kuvipa nafasi vitu unavyovipenda. Kama wewe ni mtu ambaye unajua Mungu amekuita kuwa mwimbaji, wekeza kusikiliza waimbaji wanafanya nini. Mungu amekuita kuwa mwalimu, tafuta walimu wanafanyaga nini. Jifunze kwenye eneo la udaktari. Kama wewe Mungu amekuita kuwa daktari, anza kutafuta hivyo vitu. Jifunze vitu ambavyo vinaendana na hatima yako, vinavyoendana na kitu ambacho ni cha kesho yako. Vingine hivi acha vipite. Kwa nini? Kwa sababu havina nafasi kwenye hatima. Vijana mnanielewa?
Mmeenda mbali zaidi, kanazaliwa katoto, mnakaridhisha, kanabeba na kenyewe, unakaambia wewe, nisikilize, mimi baba wako ni Simba, lazima na wewe Simba. Utahama humu ndani kama unaanza kusema Yanga Yanga. Unaanza kukaridhisha hayo mavitu ya ajabu. Moyo, mgonga hapa, sema moyo. Sema tena, moyo wangu hauna nafasi ya kuweka vikorokoro vingine. Biblia inasema kimjacho mtu ndicho kimtokacho. Lazima ujifunze kwenye moyo kujaza kitu cha maana kinachoendana na hatima. Amani inatafutwa kwenye kipindi hiki. Usikae na mauchungu na mauzuni ambayo hayana maana kwenye hatima yako. Unaanza kusema mimi eti na huzuni kisa timu yangu imefungwa. Haya ni mavitu gani ya ajabu namna hiyo mpaka Mungu anakushangaa. Siku moja tuko ibadani, kijana mmoja wanatanianaga kwenye mpira. Timu moja ilifungwa 5, sisemi ni ipi, lakini ilifungwa 5. Ilipofungwa yule kijana alikuwa amekaa nyuma, yule mwingine alikuwa amekaa mbele ambaye timu imefungwa, akamgonga ubavuni. Ibada inaendelea, yule akageuka hai. Ibadani yule kijana mwingine akasema natamani nikukunje, niko ibadani. Yaani ibadana uko sawa? Okay, sikiliza. Kitu chochote unachokipenda, sema ehe. Unachokipenda, sema tena ehe. Unajua kitafanya nini? Kitakimbilia kwenye muda wako, kitaanza kutafuna muda. Chochote unachokipenda, ukishasema tu nampenda Mungu, lazima Mungu atakuwa na muda mrefu kwako kuliko kitu kingine chochote. Ukimpenda sana fulani, cha kwanza atakachotafuna ni muda wako. Utatamani muda mwingi uwe naye. So unapoanza kusema napenda mpira, unapenda we mwenyewe movie. Sasa okay, brother atatuelekeza, nitampa dakika chache baadaye, atatuelekeza. Wangapi mnapenda movie hapa? Msijibane, sio dhambi. Mbona kama mnajibana? Wangapi mnapenda movie? Wangapi mlikuja kuangalia movie siku ya Ijumaa? Wangapi mlikuja kuangalia hapa? Wawili tu. Okay. Wangapi mnapenda movie? Nyosha mikono. Teremsha. Moja ya kitu ambacho sasa hivi kinatengenezwa, wameshagundua na vitu tunavyopenda, wanapenyeza humo tunavyovipenda, ndiko wanakoachilia maroho ya uharibifu huko. Kwa sababu anajua hivyo ndio vitu tutakuwa tunatumia muda mwingi kukaa huko. Nitampa brother Tuzo baadaye dakika chache atueleze movie nzuri za kuangalia kwenye maisha yako ya ujana zitakazokusaidia kuachilia kitu. Huangalii tu movie, lakini unatoka na kitu gani baada ya kuangalia hizo movie? Unatoka na kitu gani? Unasikia? Sasa hivi kwa sababu wanawinda maisha ya vijana, wametengeneza movie inaonekana ni nzuri, lakini ndani wameweka elimu ya ushoga. Wanafundisha ushoga. Wewe unafikiri unaangalia ni movie, kumbe ndani wameweka, baadaye utaanza kuona maroho yameingia pale katikati ya ajabu kweli kweli. Wewe unafikiri tu ni movie, lakini kule wenyewe wanapoandaa ile movie wana malengo yao, wana target zao. Zingine zinawalenga vijana, zingine zinalenga watu fulani, wana target wanapoziachilia. Kwa hiyo unaposema kwenye moyo wako nimeruhusu nipende movie. Nilikuwa na mtu mmoja alikuwa addicted na hizo mambo, alikuwa anaweza kaangalia season. Zile zinaitwa season, si series. Anaweza kaangalia mpaka anasema sasa hivi niko kipande cha 300. Siku nyingine amelala saa 10, macho mekundu. Anaweka kazi, nauliza nasa, yani nakwambia ile movie ni nzuri. Movie gani? Anaangalia za sijui nini, au umetoka na kitu gani? Nothing. Fikiri unaangalia movie ya mazombi, unataka kuwa zombie. Umeangalia series 300 zimekaa kwenye moyo, alafu na kifungu kimoja cha Biblia. Kipi? Bwana ndiye mchungaji wangu. Na chenyewe ulikipataga Sunday school, sitapungukiwa na kitu. Ndio. Lakini movie kichwani, kwenye moyo tukifungua una movie 500. Unaweza ukasimulia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alafu tena wale ndugu wa movie wale bwana sio wanatumia akili gani? Mimi kuna rafiki yangu nilimpata, usifikiri nasema tu. Alikuwa anapenda. Kuna watu wana ushawishi duniani hapa, usifanye mchezo. Mimi nilikuwa sipendaje, alinishawishi. Kwa sababu kila tukikutana anaanza kunisimulia. Ngoja yani unasikia? Nikampa nafasi. Baadaye nikaanza kujivuta. Unajua mtu anaweza akakufundisha afu ukamzidi mwalimu wako. Nikamzidi. Nikaanza kuangalia movie. Alafu wale wa movie sio wana roho gani bwana? Wanatengeneza, unakuta inapoanza part 2, wanakuwa kama wanataka kumchoma kisu. Wanafanya watch part 3. Kwenye akili yako unaanza kujiuliza, alichomwa kisu au kuchomwa? Alichomwa au kuchomwa? Ngoja nitafute part 3. Inapotaka kuisha ile part 3, wanakuwa kama anamrusha mtoto gorofani. Watch part 4. Walimrusha mtoto waulize wanaopenda movie wote. Zinaishiaga patamu. Zinakushawishi kuendelea. Wanacheza na akili yako. Unajikuta tu umeangalia kwa masaa 5, unashtuka.
Angalia movie masaa 5. Ila kukaa ibadani lisali moja unamwambia mchungaji. Kwenye movie masaa 5 usemi time. Ila ibadani lisali moja tu unasema unajua watu bwana hawaendi na muda. Toka umeanza kuongea tu tumekuelewa, unaendelea kuongea unaendelea. Njoo blaza tuzo. Nataka usikilize vizuri. Wangapi mnapenda movie? Nyosha mikono. Nataka atueleze kwa dakika chache sana movie nzuri zitakazo kusaidia kwa ajili ya hatima yako. Zile ambazo mimi sio mpekenyuvu sana, lakini huyu ndugu ameitwa kwenye hilo eneo. Na nafikiri wale ambao mlikuja kwenye zile kuangalia zile movie, si kama tungepata kipande lakini muda wetu hautoshi sana. Tungeweza kuangalia. Ziko movie nzuri sana zinazofundisha maisha ya ujana na hatima yako na kuweka tahadhari ya umo ndani. Sasa hivi dunia ilikoenda, nitazame vijana. Tuko kwenye dunia ya utandawazi. Vitu vingi na sayansi nyingi zinalenga asilimia kubwa. Biblia inasemaje? Maarifa yanaongezeka na maasi yanaongezeka. Na maarifa yanapoongezeka kuna maarifa yanakuja kuharibu hatima. Kwenye kitabu cha Danieli anasema siku za mwisho maarifa yataongezeka kwa spidi kubwa sana. Sasa hayo maarifa yanatulenga sisi vijana. Yanatulenga. Hatusemi usiangalie movie, lakini tunasema uangalie movie ambazo unapoangalia uwe na kitu cha kujifunza ndani. Unaondoka hapo umeandika notes za kutosha. Tuko sawa? Tuko sawa? Nyosha mkono kama tuko pamoja. Okay. Dakika chache atueleze. Andika na hizo movie utaenda kuangalia. Wale wenye smart. Bwana asifiwe. Mwalimu asante sana. Wangapi huwa tunaangalia season hapa? Uwe mwaminifu tu mbele za Mungu. Kama unafuatia season za Kikorea wangapi? Za Kijapani? Mavampire? Nyosha. Wangapi wanaangalia mavampire? Nyosha mkono. Wangapi wanaangalia za mazombi? Nyosha tu. Mbona hapo umepungua? Okay, Bwana asifiwe. Naomba niseme kitu kimoja. Mimi unayeniona hapa nina experience kwenye CV yangu ya uangaliaji movie, nina experience. Hizo movie zote hizo kutajia hapa zimepita kwenye macho yangu. Za mazombi zimepita sana, za kina Rufufu, za mavampire, za Wakorea. Series za Kikorea zile season za kina Arrows in the Bowstring, zote hizo ambazo mnazipenda. Lakini kwambie kitu kimoja, movie yoyote ile unayoipa macho yako ina kazi mbili tu. Hamna katikati. Aidha itakujenga au itakubomoa. Hutachagua kati ya hizo option mbili. Isipokujenga itakubomoa. Ila hautabomoka siku moja. Na ukibomoka kuja kujijenga itakugharimu. Wangapi wameshawahi kuona kikapu cha mkaa? Kikapu cha mkaa unachotumia kununulia mkaa kinachafukaga siku moja. Kikichafuka ukirudisha kwenye hali yake inachukua muda. Kwa kuwa makini kitu unachokipa macho yako. Na mimi nimesoma degree ya ualimu, kwa ni mwalimu. Njia rahisi ya kumfundisha mtu kitu, tumia picha. Njia rahisi. Na chochote kinachofundishwa kwa picha kinaweza kukaa ndani ya ufahamu mtu zaidi ya miaka 20 na kisitoke. Sio, nakumbuka zile picha za midoli za primary zilizokuwa nafundishwa zimekaa muda mrefu kweli. Kwa hiyo unapoenda kutazama movie, jambo la kwanza kabisa, Mkristo aliyeokoka lazima uselect. Na kuna movies ni kama za Kikristo lakini sio za Kikristo kiuhalisia. Zina mambo ya hovyo hovyo ndani. Hasa mimi nitakupa tu short clip. Vingine nafikiri tukitoka labda kama utahitaji zaidi kwa sababu ya muda nitakuelekeza. Lakini jambo la kwanza kabisa, kuna channel ambazo watu wanafanya huduma kwa kufundisha watu mambo ya kiroho kwa kutumia movie. Kwa hizo channel unaweza ukazitafuta. Andika hapo uwe makini. Ni utumishi. Kwa nitakutajia chache. Ya kwanza inaitwa The Win-Loss. Sasa nyingi ni za Kiingereza lakini wanaongea Kiingereza cha kawaida tu. The Win-Loss. Nafikiri wangapi wanafahamu The Win-Loss? Yes, wachache wanafahamu. The Win-Loss. Hiyo hapo, The Win-Loss. Hiyo ya kwanza. Lakini ya pili andika Fejos TV. Hiyo hivyo. Au kwenye mabano andika Femi Adebile. Ukifika YouTube nenda, si tuna YouTube na smartphone. Nenda katafutia hao watu. Ni watu ambao ukienda kutazama zile movie utatoka mtu anayejitambua kiroho. Hiyo ni ya pili. Tayari nimeandika Sasa jambo la mwisho ambao ninamalizia kwenye eneo la movie.
hizi movie nyingine zote hizi ambazo huwa tunafikiri ni comedy, tunafikiri ni series za Kikorea, zina ajenda yake nyuma. Sawa? Zina ajenda yake nzuri tu, na usipokuwa makini utajikuta umetumbukia. Na nikuhakikishie, gharama ya kutoka kule ni kubwa kuliko gharama ya kuingia. Gharama ya kuingia kule ni bando lako, gharama ya kutoka, yaani tungeweza kuwa na semina ya wiki nzima kufundisha mtu madhara ya kuangalia movies sio kwa zina ujumbe wa neno la Mungu ndani yake. Kwa hiyo kama ulikuwa unaangalia, lakini pia kwa wale ambao walikuwa wanaangalia movies za mazombi, mavampire, series zisizo za Kikorea, ni kama vitu vya utani hivi, lakini mimi kwa sababu naelewa ndio maana nakuambia. Kwa wale ambao walikuwa wanaingia kwenye hizo vitu, wametazama hizo movie kwa muda mrefu, kwa wakati mwingine na utagundua hata ndoto zako pia zinabadilika. Vitu unavyoviota vinabadilika kabisa. Una haja ya kuingia kwenye mchakato wa kusafisha ubongo wako kwa maombi na neno la Mungu. Mtumishi ametajia hapa mstari, kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 11. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Series na Biblia havikai sehemu moja. Sahau. Lazima kimoja kitawala, kingine kikae pembeni. Series na neno la Mungu havishei chumba. Kwa usipoweka neno la Mungu utatenda dhambi automatically. Kwa vingine tutaona namna, tukipata muda tunaweza tukashare tukaongea, lakini kwa saizi naomba kakaa na hivyo vichache vikusaidie. Amen. Naomba piga makofi mengi kama umeelewa. Hivi kwa haya maarifa, kijana ambaye umehudhuria semina hii, mimi nakutamkia hautakuwa wa kawaida kabisa. Nimesema hautakuwa wa kawaida kabisa. Hatima yako haitaishia njiani katika jina la Yesu. Nimesema hatima yako haitaishia njiani katika jina la Yesu. Sasa ngoja nikusomee mstari wa mwisho wakati namaliza. Nimekutajia, nilikuwa nazungumza hapo vyote, kumbuka tumeangalia, nilikuwa nafundisha juu ya viungo vya mwili wako vinavyoweza vikaharibika. Nimekufundisha macho, ametoa hapa picha kwa namna ambavyo macho yako yanaweza kanajisika. Nimefundisha habari za moyo. Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wote. Nikasema lazima kuna vitu uvipe nafasi vikae moyoni, vingine usivipe nafasi. Ningeweza kukuonyesha Mithali 6:16 haraka alafu namaliza. Tumechelewa kuanza na muda wetu unakimbia sana. Mithali 6 na kesho tunamaliza semina. Mithali 6:16. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana, na viko 7 vilivyochukizwa kwake. Cha kwanza anasema macho ya kiburi, kingine anasema ulimi wa uongo. Amesema ulimi. Sema tena ulimi. Moja ya kitu kingine ambacho you have to be very careful unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima ni ulimi. Umeona mbingu na nchi zimeumbwa kwa kutamkwa. Mungu alikuwa anasema usicheze na mtu anayekutamkia jambo baya ukacheka naye. Kuna maneno anatamkwa kama mbegu leo, baadaye anakuja kukuaffect. Biblia inasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Unapofanya maandalizi kwa ajili ya hatima, baba akikutamkia neno lolote, hata kama ni babako, nenda chumbani, sema kwa damu Yesu nafuta hilo neno, halitakuwa hivyo kwangu. Kuna wakati mama anaweza akakutazama akasema kwa jinsi ulivyo, sijui kama utakuja kuolewa. Anakutamkia kwa namna anavyokutazama, kwa sababu inawezekana umemkosea, amepanic kwa anakutamkia hayo maneno. Jitahidi kwenda kuyafuta kwa damu ya Yesu. Usijitamkiage mabaya, usijineneage mabaya. Zuia ulimi wako usijitamkie mabaya. Usiseme ila mimi Bwana sina akili. No, wewe unazo akili. Usitamkie, usiseme ila Bwana sijui kama nitafika. Sema nitafika. Sijui kama nitafaulu. Sema nitafaulu. Kila kitu kinakuja kwa kutamka. Yesu alipoulani mti aliutamkia mti, akasema yasipatikane matunda juu yako kwa kutamka. Maandiko yanasema mti ukakauka. Kwa hiyo jifunze kutumia vizuri ulimi. Nilikuwa nafundisha nisiwezi, lakini kwa wale watakaopata kitabu, inawezekana pia si mna magrupu, nitawatumia, mtapata hata soft copy. Kina vitu vingi sana humu ndani, nimefundisha kwa undani habari za ulimi, kwamba ulimi wako una kazi gani kwenye hatima. Kuna wakati unatamka neno leo linakuja kufanya kazi baada ya miaka 10. Matokeo yanakuja kuonekana. Wanakutamkia maneno magumu. Hakikisha unapata nafasi ya kuyafuta. Biblia inasema macho ya kiburi, ulimi wa uongo, mikono inayomwaga damu isiyo na hatia. Emsema mikono. Emsema tena mikono. Inayofanya kazi gani? Biblia inasema inayomwaga damu. Kwenye kipindi cha ujana hiki, nisikilize vizuri mabinti. Ni afadhali kuzaa kuliko kwenda kutoa mimba. Gharama yake ni kubwa sana. Aibu utakayopata kuzalia nyumbani ni afadhali kuliko gharama utakayopata ukitoa mimba. Ukitoa mimba, kimwaga damu, Biblia inazungumza, damu inaongea, damu ina sauti. Nilikutana na binti mmoja, nilikuwa natoa ushuhuda na watumishi wachache jana.
alikuwa ananipa kitu cha ajabu sana. Na miaka 21 ametoa mimba 4. Mimba 4. Miaka 21. Na ndio maana usicheze. Usicheze na hiyo hali ya kumwaga damu. Biblia inasema mikono inayomwaga damu isiyokuwa na hatia. Na moja ya hatari kubwa ni kumwaga damu kwenye kipindi cha ujana. Unatengeneza laana mbaya sana kwenye maisha yako. Kingine anazungumza, anasema moyo unaowaza mawazo mabaya. Nimezungumza juu ya moyo. Lakini miguu, sema miguu. Sema tena miguu. Wakati unasema miguu unasimama. Sema miguu. Biblia inasema miguu ambayo inakimbilia kwenye maovu. Moja ya kitu unatakiwa kuomba pia Mungu akusaidie. Ukiombea miguu yako utakuwa na utulivu. Watu ambao miguu yao ina shida, kuna watu hawatuliagi nyumbani. Yaani ukimkuta dakika 2 nyumbani, utamkuta saa nyingine yuko nyumba ya kuna wengine wamenielewa wanacheka. Utamkuta dakika 3 kakaa nyumbani, baada ya hapo wazazi wakitoka anachungulia. Baba anapoishia na yeye anatafuta mlango wa kutokea. Katulii nyumbani. Nika mtu nikanapuyanga. Leo nakakuta mtaa wa 12, sasa unakakuta mtaa wa ngapi kule? Saa ngapi nakakuta mtaa wa ngapi? Naomba vijana tusogee hapa madhabahuni mara moja, muda wangu umeniishia. Tukimbie madhabahuni hapa. Tukimbie madhabahuni kabisa, tupate nafasi ya kuomba tena. Kesho tulisema tutakuwa na agenda kadhaa. Kama una jambo linakutesa, unajua kuna mahali umekuwa addicted, kuna eneo ambalo linakusumbua kutoka, andika hiyo agenda. Kesho tutakuwa na muda wa kuomba kwa ajili ya hivyo vitu ambavyo unatamani Mungu akusaidie kuvuka. Ninaomba mnisaidie hii meza ikae pembeni. Tupate nafasi. Kimbia tu mara moja madhabahuni. Tupate nafasi ya kuomba. Pere nina ende tunawasubiri mpaka kule nyuma. Njoo haraka mpaka kwenye mstari. Kaa kwenye mstari. Ina wote ngoja kwanza. Nataka uimbe huo wimbo kutoka ndani ya moyo wako. Liwe ombi lako, mwambie Mungu, nataka unipandishe. Nisiishie walipoishia wazazi wangu. Nisiishie walipoishia ndugu zangu. Nisiishie walipoishia vijana wengine, watakapoishia vijana wengine. Ombi langu Mungu, nataka unipandishe juu. Nataka unifikishe kwenye kiwango unachokikusudia kwenye hatima yangu. Imba kutoka ndani ya moyo. Usiimbe tu kwa sababu ni wimbo unaimbwa. Yasikie Bwana, Nyosha mikono juu, sema Bwana Yesu, niko mbele zako jioni ya leo. Nimesikia neno lako, nimelielewa. Unanijua nilivyo, siwezi kujificha kwako. Niko wazi mbele zako,
unazijua fahamu zangu, unazijua akili zangu, unaujua moyo wangu, unayajua maisha yangu, unayajua matendo yangu, kila nilicho nacho Mungu unakijua. Ninaomba unisamehe mahali popote nilipo najisi maisha yangu, nilipo najisi hatima yangu, kwa kuangalia vitu visivyofaa, kwa kuingiza kwenye moyo wangu mambo yasiyofaa. Ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase, urehemu maisha yangu ya ujana yalipoharibika. Kwa damu ya Yesu unitakase fahamu zangu, unitakase nafsi yangu, unitakase moyo wangu, unitakase maisha yangu. Kuanzia sasa niwe mtu mpya. Chochote kilichoniteka, kilichonikamata, ninachoshindwa kuacha, tabia yoyote iliyoniteka ninaposhindwa kuiacha, leo hii unisaidie, unipe nguvu nikaache zile tabia zilizonitesa kwa muda mrefu, zilizoniendesha kwa muda mrefu, katika damu ya Yesu, 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 katika damu ya Yesu. Bwana Yesu, kwenye moyo wangu chochote kisicho neno lako, kisicho neno lako kiondoke sasa, kiondoke sasa. Chochote kilichojaa kwenye moyo wangu kisicho neno lako kiondoke sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Daudi anasema, Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Nami leo ninapoondoka hapa, unipe moyo mpya wa ibada, maana umesema heri wenye moyo safi watakuona wewe. Kwenye ujana wangu nataka nikuone, lakini Bwana, takasa huu moyo, 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 takasa huu moyo. Endelea kuutakasa kwa dakika chache, endelea kuutakasa kwa dakika chache. Tamka, unajua maisha yako vile yalivyo, unajua matendo yako vile yalivyo, unajua ulichojaza kwenye moyo wako. Wewe ni shahidi wa moyo wako, wewe ni shahidi wa moyo wako. Unajua mambo yaliyokaa kwenye moyo, uliojaza kwenye moyo. Wewe ni shahidi wa moyo wako. Nenda mbele za Bwana, mwambie atakase moyo. Nenda mbele za Mungu, mwambie akutakase. Biblia inasema linda moyo wako kuliko chochote unacholinda. Linda moyo wako kuliko chochote unacholinda kijana. Linda moyo wako kuliko chochote unacholinda binti. Linda moyo wako kuliko chochote unacholinda. Inawezekana kuna vitu umeingiza. Kuna mabinti mna majeraha. Inawezekana kuna kijana alikuacha. Inawezekana mahusiano yalikujeruhi moyoni. Yaliacha maumivu kwenye moyo. Mweleze Mungu, mwambie Mungu nina majeraha. Mweleze Mungu, mwambie Mungu nina uchungu. Mweleze Mungu, mwambie Mungu nina huzuni. Moyo wangu una majeraha, moyo wangu una huzuni. Kuna vitu vilitokea viliujeruhi moyo wangu. Ninaomba unirehemu, ninaomba unitakase, ninaomba unijalie kuwa na hatima njema. Takasa huu moyo, komboa moyo wangu. Bwana Yesu, ninaombea mioyo ya vijana hawa katika damu ya Yesu. Kila kilichokamata hii mioyo kuanzia sasa, hii mioyo ni mali yako, hii mioyo ni mali yako. Mandika rabakora bashata rapa korobo shata, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Wape kupenda neno lako, wape kupenda ibada, wape kupenda maisha ya kusoma neno, wape kupenda kusoma neno. Mungu, kuna vitu walikuwa wanavipenda havina uhai ndani yake. Kuna vitu walivipenda havina uzima ndani yake. Kuna vitu walivipa muda mrefu havina uzima ndani yake. Ninaomba wajalie kupenda neno, wajalie kukaa kwenye ibada, wape kukupenda wewe. Maandiko yanasema ya kwamba pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Wajalie vijana hawa kukupenda wewe katika ujana wao, katika ubinti wao. Kila aliyeko hapa mjalie kukupenda, tujalie kukupenda. Kukarabashando robo saka rapa korabashata rikando robo shata. Tengeneza mahusiano yao Bwana na wewe, watengeneze mahusiano yao na wewe. Karapa korobo shata rikando robo sata rabasi. Yesu, damu yako ya samani ya agano jipya Yesu Kristo inaonena mema. Mwambie Bwana endelee kukutakasa, kukufinyanga finyanga
na kukutenga na kila roho za uharibifu, roho za udanganyifu na upotoshaji na vishawishi vya kila namna. Vikatae katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa nyama na damu. Tabia za uasi zingine ambazo umezipokea zinazotoka kwenye ukoo, ili uweze kutembea salama, lazima umwambie Bwana, yatosha kwa muda ambao nilitembea kwenye uharibifu na machukizo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Damu yako Bwana ipite, damu yako Bwana ipite kwa ajili ya watoto wako, iwatakase na kuwasafisha, iwatakase na kuwakomboa kutoka kwenye vifungo vya uovu, kutoka kwenye tabia za uasi, tabia za uharibifu zenye machukizo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninawatenga watoto wako ambao mioyo yao imepondeka kwa ajili yako Bwana. Ninawatenga na kila roho zilizobeba uharibifu, zilizobeba uovu na machafuko ndani mwao, katika jina la Yesu. Damu yako Bwana inayonena mema ipite juu yao, ikawatakase, uwafinyange finyange, uwape tena moyo wa nyama, moyo uliopondeka kwa ajili yako Bwana, moyo utetemekao sikiapo neno lako la uzima, katika jina la Yesu. Tunasimama kinyume na kila roho za uasi, tunasimama kinyume na kila roho na tabia zote za uasi ambazo zingine wamezilisi kutoka kwenye familia zao, upande wa baba na upande wa mama. Tunazikataa kwa damu ya Yesu, tunazing'oa kwa jina la Yesu, maana imeandikwa, na kila pando lisilotoka kwako Bwana litang'olewa. Nasi tunang'oa mapando yote yaliyobeba uharibifu, yaliyobeba uovu, yaliyobeba machukizo, yaliyobeba hasara, yaliyobeba tabia mbaya. Tunazing'oa kwa damu ya Yesu, tunazing'oa kwa damu ya Yesu na kuziteketeza kwa moto. Ziko roho zingine ambazo zimeachiliwa kwa maneno, zingine zimeachiliwa kwa njia ya sadaka, zingine zimeachiliwa kwa vitu mbalimbali. Jioni ya leo tunasimama na neno lako la uzima, tunaziteketeza, tunazing'oa ndani yao, tunaziharibu kwa jina la Yesu. Iwe ni nguvu ya matamko ambayo imekaa kwenye maisha yao, imeshikilia maisha yao, imewatumikisha Bwana katika njia zisizofaa. Jioni ya leo tunawatenga na hizo roho kwa jina la Yesu, tunaziondoa kwenye maisha yao, tunaziondoa katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa nyama na damu. Kila mipaka iliyowekwa juu yao tunaiondoa, tunaiondoa, tunaiondoa. Ingine ni mipaka ya mafanikio, mipaka ya elimu, mipaka ya kiroho, mipaka mbalimbali ya mafanikio. Tunawavusha kwa damu ya Yesu, tunawavusha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, maana imeandikwa, nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda wao na kwa damu ya mwana kondoo. Na jioni ya leo wanavuka watoto wako hawa kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Hiyo mipaka ya adui, hiyo mipaka ya kiukoo, mengine ni mipaka ya laana, mipaka ya kushindwa, mipaka ya umaskini, mipaka ya magonjwa, tunaivuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mipaka ya kutokuolewa na kuoa tunaivuka kwa damu ya Yesu na kuishinda kwa damu ya Yesu. Mipaka ya kielimu jioni ya leo tunaivuka kwa damu ya Yesu. Hizo roho ambazo zimekaa ndani yao tunapiga kwa damu ya Yesu. Iwe ni madhabahu za miungu migeni, iwe ni miungu ya kwenye ukoo, haya kwa damu ya mwana-kondoo achia toka fahamu zao, kwenye mioyo yao kwa damu ya Yesu. Nguvu zote za giza katika jina la Yesu Kristo, achia roho ya uamsho, roho ya uamsho ikakae ndani yao, roho ya neema na maombi ikapate kukaa ndani yao, ikapate kukaa ndani yao, roho ya hekima na maarifa na ufahamu katika kuyatenda mapenzi yako Bwana ikapate kukaa ndani yao, roho ya ibada na maombi ikapate kukaa ndani yao, roho ya hekima na ushauri ikapate kukaa ndani yao, roho ya kukupenda wewe ikapate kukaa ndani yao, katika jina la Yesu. Funika macho. Nataka niombe. Inawezekana kuna mtu anahitaji leo arudi kwa Bwana. Anajua kuna njia zake haziko sawa, lakini hana amani ndani yako. Huna amani, manake ni kwamba Yesu anakuhitaji. Yesu anatamani urudi tena kama mwana mpotevu alivyorudi kwa baba. Alizingatia moyoni kwamba nimekosa,
Lazima nirudi kwa baba yangu nimwambie, Baba, unayajua maisha yangu, nimekosa. Mungu, katika jina la Yesu tumeomba kwa ajili ya vijana hawa, nasi tuliokoka kama hivi tu. Bwana, ninaomba jalie kijana yote aliyepita hapa mbele asiondoke akiwa hajaokoka. Yule ambaye hajakujua wewe kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ninaomba katika jina la Yesu, sema naye Bwana, sema naye Bwana. Chochote kinachotaka kumzuia kisimzuie. Fikra zake ninazileta kwako Mungu, zikutii wewe. Kila kilicho ndani yake kikutii wewe, katika damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Asimwonea aibu aliyekulia wala kushoto. Arudi kwako sawasawa na mwana mpotevu. Ajue ya kwamba ndani yako kuna amani, ndani yako kuna hatima yake Bwana, maana wewe ndio unayetangaza. Wewe ni Alfa na Omega. Akikupata wewe amepata mwanzo, na lakini pia hatima ya maisha yake itakuwa salama, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Tukiwa tumefunika macho na kuuliza, kama ndani yako unataka Yesu aingie, una amani, kuna mambo unaona hayako sawa, unahitaji kutengeneza na Mungu, nyosha mkono niombe na wewe. Nyosha mkono, watumishi waombe na wewe. Asante unayenyosha, asante unayenyosha. Usimwonee aibu aliyekulia wala kushoto. Tukiwa wengine funika macho. Asante unaonyosha, asante unaonyosha. Mungu, katika jina la Yesu ishikilie hii mikono wanaotaka kutengeneza maisha yao. Endelea kutukunyosha, nyosha tu juu kabisa, nyosha tu juu kabisa, nyosha tu juu kabisa, nyosha juu. Wengine urudi nyuma, hao wengine mlionyosha naomba mpite mstari wa mbele. Injilisti Michael, sogea. Hao mlionyosha sogea tu mbele hapo. Sione aibu. Sogea tu. Naomba microphone. Tawaongoza sala ya toba, alafu baadaye mchungaji atakuwa anaachilia baraka, usiondoke. Yes. Bwana asifiwe. Kabla sijaongoza hawa sala ya toba, inawezekana uliokoka tulipoanza juzi, wengine jana na hawa leo. Tungetamani upate mafundisho ambayo yataendelea kuimarisha imani yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ninaomba tunapotoka pale utawasiliana na kaka Tuzo. Atakupa darasa ambalo tutalifanya kesho kwa neema ambayo Mungu atatupa na kwa ratiba ambayo atatupa, ili uweze kupata kitu cha kukulia wokovu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tuna mkutano unaanza Nyandekwa kuanzia Alhamisi. Inawezekana unasema mimi ni kijana nataka nikamshuhudie Yesu, ila ndo naanzia wapi? Onana na kaka Tuzo pale. Bwana asifiwe. Atakupa vyote ambao vinahitajika vitakavyokuwezesha kwenda kwenye hiyo kazi ukamzalie Bwana matunda kama kijana. Bwana asifiwe. Wewe uliyenyosha mkono wako juu, sema maneno haya. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Asante kwa neno lako, maana limeingia ndani ya moyo wangu. Siku hii ya leo nimefanya maamuzi ya kukupa maisha yangu. Ninakuja kwako, naomba unipokee. Unifanye Bwana, ufanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, katika jina la Yesu. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa namna yoyote ile. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Tangu leo hii mimi ni mtoto wako. Ninaamini ya kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, na ya kwamba ulifufuka ili niwe na uzima wa milele, kisha niwe nao tele. Tangu leo hii ingia ndani ya moyo wangu, katika jina la Yesu, amen. Endelea kuweka mkono wako juu namna hiyo. Mungu uliye hai, kwa jina la Yesu, hawa ni wa kwako. Hata Roho Mtakatifu anathibitisha pamoja nasi kwenye madhabahu hii kwamba hawa ni wa kwako. Na mimi ninawaleta kwako kama Yesu alivyowaombea, akisema siuombei ulimwengu, lakini nawaombea hao. Kama alivyowaombea na alivyotuombea pale msalabani, ile neema ya wokovu ikakaa juu ya maisha yetu. Na mimi ninawaombea hawa Bwana, ili ile imani, ule muhuri na ile nguvu ya Roho Mtakatifu iumbike ndani yao sasa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninapita kwenye ulimwengu wa roho, ninatenga imani zao kutoka kwenye hila za giza na mipango na yote ambayo alikusudia adui kwenye maisha yao. Kwa damu na jina la Yesu aliye hai, ninawaingiza kwenye agano la mwana kondoo, sawa sawa na neno la ukiri wao. Biblia inasema kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Ninawaombea Bwana, waendelee kuimarika kiimani. Simamia maisha yao, wawe kahama
simamia maisha yao. Wawe nje ya Kahama, simamia maisha yao. Wawe nyumbani, wawe mahali popote, simamia maisha yao. Tunza imani zao, wakuwe Bwana, ile mbegu iliyokaa ndani yao iendelee kuchanua na ikuzalie matunda jinsi ulivyokusudia. Adui asiwaweze, shetani asiwaweze. Ule upako ulioweka ndani ya Simoni Petro wa kushinda malango ya kuzimu, ninauachilia juu yao sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Uweza wa Bwana ukae juu yako sasa. Tangu wakati huu umefanyika kuwa kiumbe kipya. Bwana aliyekufanya upya akuuishe tena kwa nguvu ya Roho Mtakatifu wake, akuuishe tena kwa nguvu ya Roho Mtakatifu wake. Mafuta yake yakae ndani yako sasa kwa jina la Yesu, kuharibu kila kazi na ufalme wa giza ndani ya moyo wako. Ninauamuru sasa ufalme wa giza upigwe na kuondoka. Mene Tekeli na Peresi, ninatangaza kazi za giza zimepimwa na kuonekana zimepungua na zimefukuzwa kazi ndani yako sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ndio shikilia nafsi hii, tangu leo hii natangaza, sio wa kwenu, sio wa kwenu, sio wa kwenu, sio wa kwenu. This is not your place. Hii si eneo lako. Toka sasa, toka sasa. Uwe huru, uwe huru kutoka kwenye vifungo na ila zote za yule adui kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nguvu za Bwana Yesu mwenyewe zilizotoka pale msalabani katika uwepo wake na upako wako ziingie ndani yake kwa sasa katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, imarisha imani yake na upako wako unaompa kutembea sawa sawa na mapenzi yako kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, asante kwa uaminifu wako. Amen. Hebu piga makofi mengi ya kumshukuru Mungu kwa kile alichokifanya. Amen. Naomba msogee pale pembeni aliko kaka Tuzo, ataandika majina yenu kwa lengo la kuwaombea. Kwa hiyo tunapochukua majina, lengo ni kuwaombea ili muweze kusimama imara katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaongea na vijana wenye nguvu na washindi katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tumtukuze Mungu kwa makofi na hata vigelegele pia. Hapa hakuna binti aliyejaliwa neema ya kupiga vigelegele. Ongeleni sana kwa ajili ya huduma ya siku ya tatu. Mungu awabariki sana mliopata neema hii ya kupokea huduma hii, iendelee kuwasaidia. Kesho ni siku ya mwisho, ni kuombe usikose. Bwana asifiwe. Usikose, kesho ni siku ya mwisho katika semina yetu ya vijana. Bado tutakuwa na kipindi kizuri na neno zuri ambalo litatusaidia tena, lakini pia tupate nguvu za kiroho za kuendelea kumtumikia Bwana. Tunapofanya mambo mengine tusimsahau Bwana. Kwa Mungu awabariki sana. Tunawashukuru walimu wetu na nikualike tena, mualike kesho na mwingine na mwingine na rafiki yako na mpendwa wako, njoo nao. Bwana asifiwe. Tulisema wiki hii ni kwa ajili ya Kristo. Sasa usipokuwa sababu hata ya rafiki yako, sababu ya wewe kuwa na rafiki, unamsaidia nini? Usimsaidie tu ushauri wa vitu vingi na usimlishe tu. Siku ya kwanza mwalimu anasema wengi wanatumia usiku kulisha watu tu, wako mbali kwa simu na kulisha. Sasa baada ya tumia muda mwingi kumlisha cha kiroho, si ndio jamani? Mlishe cha kiroho, na kumlisha ni kumfanya aje hapa. Kama unaweza kumshawisha akafanya vitu vingine vya kidunia, hebu mshawishi aje kufanya hapa vya kiroho, aje kupata hapa vya kiroho. Utakuwa umefanya jambo moja kubwa sana. Halafu Alhamisi twende huko sasa Ngaya, Nyandekwa huko. Tukawafanye na wengine kuja kwa nani? Kwa Kristo. Utakuwa umefanya kitu kikubwa sana kama kijana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Niwakaribishe kesho. Tuwahi kwa sababu ni siku ya mwisho, naamini inaweza kawa na vitu vingi vya msingi kwa ajili yetu na kipekee kwenye kipindi cha maombi. Tamani kesho walimu wetu tusaidie kutupitisha kwenye maombi kabisa ya wote tupate nguvu za kutusukuma kuendelea mbele. Sasa pokeeni baraka za Bwana, na baada ya baraka mkamshukuru Mungu kwa sadaka. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa naomba uchukue sadaka yako, mshukuru Mungu.
nikutakie amani ya Bwana, lakini tunaendelea na kipindi kingine cha maombi. Basi unaruhusiwa kuendelea kama una taarifa mzuri kwenye familia na hazina mgogoro. Praise, sasa mtuongoze tena huko kwa nyimbo nyingine za kuabudu tunapokwenda kuingia kwenye kipindi kingine. Karibu kwa sadaka, karibu kwa sadaka, na baada ya hapo